Kwa majina, mimi naitwa Alvin Haule Peter. Mimi ni Mchaga wa Rombo. Na pia mimi ni mtoto wa pili kuzaliwa katika familia ya watoto wawili. Kwa sababu wa kwanza ni kakaangu anaitwa Marco, alafu ndo nafuata mimi. Kwa naweza nikasema mimi ndo mziwanda wa mzee. Maana mimi ndo mtoto wa mwisho kuzaliwa. Yaani tuko wawili tu, mimi na kaka yangu. Kakangu amenipita miaka 8, parefu kidogo. So naweza nikasema ni mkubwa kweli kweli na namheshimu. Namheshimu sana tu brother yangu. Mimi bwana nimetokea katika familia ya kitajiri, niseme tu ule ukweli. Yaani kwetu mpunga hausumbui kabisa kusema ule ukweli. Mpunga inamaanisha pesa, sasampa, fulusi. Kwetu mzigo upo tena wa kutosha. Mzee ni mfanyabiashara mkubwa sana na ana magorofa mengi tu Kariakoo, na hata bi mkubwa pia, yani mamangu naye pia ni mfanyabiashara. Ana maduka mengi tu Kariakoo. Kwa utaona kwamba sisi tulikuwa tunaishi katika familia fulani hivi ambayo inajiweza. Nyumba yetu iko Mbweni. Mbweni ni sehemu wanaojenga watu wenye pesa zao, wenye hela zao. Mfano wakina Anko J, Simulizi, wanaishi huko sehemu ambazo wanaishi matajiri. Kwa hiyo japo mzee ana nyumba nyingi kusema ule kweli, na hapo brazangu mimi aishi Tanzania, mlijue hilo. Alikuwa anaishi UK na huko pia amesoma huko na alipata kazi huko brother yangu. So huwa anakuja Tanzania mara chache sana kusalimia, ila maisha yake yote ni hapo huko UK. Mimi bwana nilikuwa chuo mwaka wa mwisho na nilikuwa nasoma UDSM pale chuo kikuu cha Dar es Salaam. Nilikuwa nasomea masuala ya human resource management. HR yenyewe mnaita hivyo. Naweza nikasema nilikataa kabisa mimi kwenda nje. Unaweza kujiuliza kwa nini bro wangu alienda nje kusoma, lakini mimi nilikataa kusoma nje kama kakaangu anaposoma nje. Na uzuri mzee wangu hanaga noma. Yaani anakusikiliza kile ambacho unakitaka ndo anakufanyia. Kwa hiyo mimi nilikuwa nasoma hapa Dar es Salaam Tanzania. Na nikawa nakaa bweni, yani hosteli na washikaji zangu nini. Nilikuwa napenda sana kujimix. Unajua, japo mamangu mimi alikuwa anagomba sana eti niwe natokea nyumbani nisikae hostel. Mimi nilikuwa naona kama yeyusho bwana. Sasa natokeaje nyumbani? Natokea nyumbani kufanya nini? Kwa hiyo nikawa na chill tu huko hostel na washikaji nini, napenda kujimix, full kujiachia. Mara tumeenda klabu, mara tumeenda kuenjoy Zanzibar. Yaani yalikuwa ni maisha hayo. Nadhani unanielewa. Alafu sasa mimi nilikuwa ni malaya, niseme tu kweli. Nilikuwa malaya. Yaani nilikuwa napenda sana wanawake. Na pesa sipo. Wala mpaka nafika huo umri tayari mimi nilikuwa nishaanza kuona biashara zangu mimi kama mimi, achana na biashara za wazazi wangu. Na nilikuwa na maduka mawili ya simu pale Kariakoo. Kwa hiyo sikuwa nategemea pesa kutoka kwa wazazi. Ila sasa kutokutulia na wanawake ndio ilikuwa shida yangu kusema ule kweli. Yaani nilikuwa nawabadilisha wanawake kama nguo. Japo bwana kuna binti mmoja huyo ndio nilikuwa nampenda kidogo. Nilikuwa nampenda kidogo. Alikuwa anaitwa Tina. Huyo Tina bwana alikuwa piskali. Na tulikuwa naye mwaka wa mwisho chuo. Huyo ndo nilimfanya kama mwanamke wangu permanent kusema ule kweli. Japo ndio nilikuwa na makando kando yangu mengi tu na kwa so unajua wanaume lazima uwe hivyo. Wenyewe wanasemaga mboga moja hainogi bwana. Sasa bwana siku hiyo niko zangu hosteli. Mama alikuwa amenipigia. Akaniambia mtoto, mbona kama uko kimya sana? Una wiki ya pili hujarudi nyumbani? Hujamisi mamako? Mama naye bwana. Unajua ndo alikuwa ameniamsha, nilikuwa nimelala. Maana jana yake nilikuwa nimekesha club na wachumba. Nilikuwa nimekesha na washikaji. Ndio nimerudi hivi, yani nimerudi asubuhi, yani kweupe kumeshakucha. Ile sasa napata usingizi ndio yana ananipigia. Nikamwambia mama, nitakuja, masomo ile ni bana sana. Wacha we. Hata mimi naona. Wakati kuna mtu kaniambia jana kakuona mida ya usiku unaingia klabu, ulikuwa na mataira wenzako. Sasa unajua mama aliponiambia mpaka nikajiuliza, mjinga gani tena akanichomesha kwa bi mkubwa? Na mama huwa ananifuatilia sana na anajua tabia zangu, kwamba mwanae mimi nina mambo mengi. Nikamwambia mama bwana, ni kweli mimi nilikuwa huko nakosema jana, ila sikukaa sana bi mkubwa.
Mama kaniambia hivyo, Alvin, naona unapenda sana starehe sana, ila hizo starehe kuwa nazo makini. Usikutu umeshaanza kunywa na pombe. Nikamwambia mama, sijawahi hata siku moja kusema ukweli. Lakini ndani moyo wangu nilikuwa najua kabisa hapa mimi mkuu anafanya namdanganya, kwa sababu mimi pombe nilikuwa nakunywa vizuri tu. Tena napiga chupa nyingi ndo nilewe. Ninywe bia 2-3 kichwa kilewi. Silewi kabisa. Halafu unajua mamangu mimi ni yule mama wa kilokole. Yaani sheria nyingi. Na ndio maana nilikuwa na sitaki mimi kukaa nyumbani kusema ukweli. Ila mzee ndo mshikaji. Mzee anaga noma. Si anajua mimi mtoto wa kiume. Kwa mama akaniambia, "Haya, jioni uje nyumbani." Nikamwambia, "Okay poa mama, nitakuja." Kwa nikakata ile simu nikaiweka pembeni, nikalala kwanza. Nilikuja kushtuka na kumbuka ilikuwa ni majira ya mchana. Washikaji nao ndo wanaamka sasa. Maana room yetu tulikuwa tunakaa hao watatu. Tukaongea, tukapiga story 2-3 pale, na kisha mimi nikaenda zangu kuoga kwanza kwa ajili ya kutoa uchovu. Nilipotoka kuoga nilimkuta Tina. Tina mkumbuke ndo binti ambaye namuelewa, yani ndo nampenda. Tina alikuwa amekaa kwenye kitanda changu. Alafu alikuwa amevimba kinoma, nikajua hapa nisharibu. Washikaji wakaaga pale. Walitaka kutupa space mimi na Tina. Wakaniambia, "Wewe si bwana sisi tunashuka chini hapo kula." Nikamwambia, "Okay poa, naongo ina noma." Na mimi nakuja hapo muda so mrefu. Akasema, "Okay poa." Kwa washikaji wakaondoka, kaniacha mimi niko na Tina. Nikamsogelea Tina pale kitandani. Nikakaa karibu yake. Akaniuliza, "Jana uliniambia unalala mapema, Alvin. Uliniambia jana umechoka, si ndio?" Nikamwambia, "Ndio mchumba." "Okay, sawa. So uliamua kunidanganya, si ndio? Ili uende club na wanawake zako. Hivyo mwanaume, mbona unakuwa ni malaya hivyo? Alvin, kwa nini lakini? Kila siku unanipiga matukio. Yaani jana ulikuwa club na wanawake 3. Mbona we Alvin unakuwa ovyo?" Nikaona hapo kuna mtu kashanichoma. Nikamwambia, "Sikiliza, mimi kwanza jana sijaenda huko club unakosema. Jana mimi nililala mapema sana. Hata kama unanibishia, basi wauliza kina Dominic, washikaji zangu." Alvin, hebu acha uongo. Marafiki zangu mimi hawakujui wewe. Nakuuliza Alvin, marafiki zangu mimi kwani wewe hawakujui? Alvin, marafiki zangu wamekuona. Kwa nini unamdhalilisha wewe mwanaume? Kwa nini nakuuliza? Sasa hapo mimi akilini mwangu nikana jiambia, huyu mwanamke mimi kuniacha hawezi. Kwao choka mbaya sana. Na mimi ndo mwenye maisha yake ya kusema ukweli. Mimi ndo nasimamia kila kitu. Mpaka ada ya huu mwaka mimi ndo nimemlipia Tina. Na nimekutana naye hapa chuo. Sema tu aliniingia tu nikajikuta nampenda. Na kila siku kiukweli nampigia sana matukio. Anatishia kuniacha lakini hawezi hata kuniacha. Nikamwambia, "Sikiliza bwana Tina. Mimi nishakwambia kwamba sio mimi. Sasa wewe unachonilazimisha nini? Mimi jana nimelala mapema sana. Kichwa kilikuwa kinaniuma. Hayo maswala unaoniambia wewe, mimi siyajui." Hapo bwana msikilizaji, nilikoroma sasa kama mwanaume. Unajua ukishakuwa mwanaume alafu na vijisenti, hata kujishusha ile kwa mwanamke unaona kama jao. Na mimi ndo sasa ndo nikawa hivyo, yani kujishusha mbele ya Tina nikaona hapana. Yaani hata ile kumbembeleza nikasema siwezi. Na mara nyingi mimi natumia pesa. Basi baada kukoroma pale kama mwanaume nikaona pale Tina amepoa, amekuwa mnyonge. Tina akaniambia, "Sawa. Kama sio wewe sawa, maybe ulikufananisha." Nikasema sio maybe. Sikiliza Tina, hao marafiki zako ni wamenifananisha. Sio mimi. Sasa mara baada ya kumaliza kuzungumza hivyo nikajilaza pale. Basi akanisogelea pale chini, maskini ya Mungu, akaniambia, "Alvin, basi usikasirike jamani, mimi nilipata tu hivyo tu baada ya kusikia hayo maneno." Nikamwambia, "Bwana sikiliza, huwa nakuambia nini kuhusu maneno ya watu? Si huwa nakukataza wewe. Nilishakwambia mara ngapi ya kuwa mimi sipendi usikilize maneno ya watu. Nisamehe Alvin." Okay sawa, lakini naomba uzingatie ninayokuambia. Maneno ya watu yatatugombanisha tu Tina. Maneno ya watu ni ya fitina. Ukisikiliza maneno ya watu yatatufanya mimi na wewe tunachana, hatujengi, tunabomoa. Hapo maskini ya Mungu Tina akanikumbatia, akaanza kunibusu. Mimi sikuwa hata na maana siku ya jana ilikuwa niko na wanawake hao 3. Nikaona hapa nikijishaua tukutaka kufanya hili jambo na huyu Tina, mwisho wa siku sasa itakuwa balaa, sasa nitakuwa najimaliza mwenyewe. Nikamwambia, "Sikiliza bwana, mimi sijisikii poa kabisa.
bado kichwa kinaniuma. Basi sawa jamani, pole, naomba nikuache upumzike mpenzi. Nikamwambia usikonde. Nikavuta pochi pale nikaimhesabia wekundu wale 10, yani 100,000 pa 100,000. Hii hapa. Nikamwambia kapate lunch na hao mashuga zako waambia. Basi Tina alijikuta tu anapokea kwa anacheka. Akaniambia haya bana baadaye. Nikamwambia okay poa. Kisha Tina huyu akaondoka zake. Nikabaki mimi mwenyewe nacheza tu pale simu yangu. Na baada ya kama ya muda washikaji wakarudi. Yaani Dominic pamoja na Brian. Dominic akasawaya. Naona mchumba kaja kanona kinoma mwanangu, tumemsalimia hapo hata ajetikia. Nikamwambia bwana achane naye bwana, mpotezeni. Pia anaitaka peke yake, imekuwa mwenda wazimu nini yule. Basi washikaji wakacheka sana pale na Brian nakumbuka akaniambia ila Tina mwanangu mzuri bwana. Ile pisi mwanangu pisi kweli bwana, usimwache mwanangu. Nikamwambia siwezi kumwacha ila tu akaze moyo na matukio yangu. Bana mimi kutulia siwezi, najijua. Basi nikaongea pale na washikaji na hii siku ilikuwa ni Jumamosi. So weekend chuo hatunaga vipindi. Basi ilipofika mida ya mchana hivi mimi nikaanza pale kujiandaa kwa ajili ya kuelekea nyumbani maeneo ya Mbweni. Niliwaga pale washikaji na kisha huyo nikachukua gari yangu nikaidrive mpaka home. Nilipaki pale nikaingia ndani. Nilimkuta bi mkubwa kwa sebuleni anasoma kitabu. Nilimsalimia. Maza alitikia na kisha akaniambia haujui kusalimia mama yako mpaka nikuombe. Wewe mtoto mbaya sana wewe. Mimi nikacheka tu. Nikasema basi mama basi aishe bwana bi mkubwa. Na bi mkubwa wangu mimi anaongea soma siara. Baba anavumilia vitu vingi ese. Ni vile tu mimi namuweza bi mkubwa na namtaniaga sana tu. Ila namheshimu kama mamangu. Na kuna muda anakuwa ni mkali kweli kweli kwangu. Hasa huwa nikizingua. Basi bi mkubwa akaniambia unasikiliza kesho mimi nasafiri mwanangu. Nikamwambia oh mama umeanza tena wapi tena mama unataka kusafiri? Naenda kumsalimia bibi yako. Sijamuona muda sana na nimemisi sana mama yangu. Kwa nikaona nikuite nikuone kijana wangu kabla sijaondoka. Hapo bi mkubwa nilishamuelewa ya kwamba nataka kwenda Manyara kumsalimia bibi. Nikamwambia sawa mama. Ningekuwa sina ratiba ambayo imenibana chuo ningekusindikiza, ila chuoni na ratiba sana ngumu mama. Sawa, ila tu naomba uwe makini sana Alvin. Uwe makini na mambo ya chuo kijana wangu. Si unajua chuoni kuna uhuru sana, ila usiuendekeze sana huo uhuru. Naomba uzingatie kusoma zaidi Alvin. Hata kama utaendeleza biashara, ila umo kichwani uwe una degree yako tayari. Mama mimi naelewa. Na nitajitahidi katika hilo wala usijali. Sasa wakati tukiwa tunaongea na mama, alikuja dada wa kazi anaitwa Mise. Ni mdada makamu yangu tu. Na nilishawahi kutembea naye huyo mdada. Muda sana lakini ila tu nilitembea naye mara moja sikumrudiaga tena. Na hiyo siku nilikuwa nimelewa na ndio maana niliweza kutembea naye. Maana mimi napenda sana zile pisi ambazo ziko class, yani wale wazuri, sijui unanielewa. Sitembei tu eti na kila binti hapana. Kwa Mise akasema mama karibu kupata chakula. Tayari nimeshaandaa. Mama akamwambia okay sawa tunakuja. Basi bwana mimi nikanyanyuka pale na bibi mkubwa tukaenda zetu mezani kwa ajili ya kupata chakula. Mise alitenga pale chakula vizuri na kisha akatukaribisha. Mimi sikutaka maelezo tena. Nilivuta pale sahani yangu nikaanza kula. Hapo sasa nikaona ngenda bibi mkubwa. Basi Mise yule house girl akatuacha pale akaondoka kuendelea na majukumu yake mengine. Nafikiri ilikuwa hivyo. Sasa tukiwa tunakula mimi na mama, mzee naye akaingia. Akasema nimefika muda mwafaka na nilipokuwa na njaa. Basi pale mama akamkaribisha akamwekea pale chakula kwenye sahani, tukao tunakula kwa pamoja. Baba aliniuliza vipi masomo unayonaje? Nikamwambia mzee masomo yako poa tunapambana. Okay sawa na kuamini sana jembe langu. Basi baada ya chakula pale niliongea sana na wazee mpaka majira ya saa 4 hivi. Usingizi ulikuwa umeshanishika nikaaga naenda zangu kupumzika. Wakaniambia sawa. Basi mimi huyo nikaingia zangu chumbani kwangu. Ile naingia tunamkuta Mise kajilaza chumbani kwangu. Tena alikuwa hana nguo mwili. Alikuwa ananingojea. Akasema huyu pisi vipi? Mbona jao sasa hili? Nikamwambia Mise hebu toka kwanza hapo. Yaani usintenu yaani hebu toka. Jamani mimi nimekumisi sana Alvin, naomba nikupe. Nikamwambia
Hebu acha kujidhalilisha kwangu bwana. Nyanyuka bwana, ondoka bwana. Wewe unadhani mimi yani wewe unafikiria kwamba mimi nikiona akili zangu timamu naweza nikatembea na mtu kama wewe? Ile siku akili zilikuwa za pombe, sio Alvin huyu ambaye unamuona sasa hivi. Tuheshimiane, sawa mimi sasa? Naomba utoke hapo kitandani. Lakini Alvin, kwa nini kila siku unanidharau hivyo? Mimi nakupenda sana, usinifanyie hivyo please. Nikamwambia wewe, sikiliza wewe. Kama pesa sema nikupe shilingi ngapi usepe. Unaona mikoko unafuata pesa Mimi sitaki pesa na kutaka wewe. Nikamwambia wewe, unanichanganya bwana Nahitaji kupumzika sasa hizi. Nitakutoa humu ndani wewe nikudhalilishe. Nakwambia mapema kabisa, nyanyuka, uvae nguo, toka humu ndani. Hapo nilimkazia sura kweli kweli bila huruma. Basi akachukua pale nguo zake mwenyewe kwa hasira, akavaa huyo haraka haraka. Na kisha kwa hasira akatoka nje. Lakini hapo muda huo alikuwa na Sonya Mise. Mise bwana. Mise ni binti wa Kisukuma. Alafu sijui kwa nini amekuwa ni mbovu hivi wakati Wasukuma ni wazuri. Japo ni mweupe sana ila ni kwangu hanivutii. Hiyo siku yenyewe ni dola la naye nilivyoamka. Unajua paka mwenyewe nilijeka haki ya Mungu. Basi mwezi toka hiyo siku mtoto kanielewa vibaya mno. Kila nikija hapa kwa wazazi ananitaka. Tunagomana kila siku mimi na yeye. Basi bwana nikajipumzisha zangu pale. Tina alinipigia simu tukawa tunaongea sana mpaka nikalala. Asubuhi na mapema mama aliniambia kwamba nimpeleke stendi akapande usafiri. Mama anajua kuendesha gari vizuri. Ila safari ikiwa ndefu huwa hapendi kabisa kudrive gari mwenyewe. Mimi nikampeleka mpaka stendi. Basi mama aliniaga pale na akaniambia kwamba atakaa huko wiki ndo atarudi. Nikasema sawa bi mkubwa. Na umsalimie sana bibi. Basi nikahakikisha pale mpaka mama kapata usafiri, kisha mimi sasa sikutaka tena kurudi nyumbani kusema ule kweli. Kurudi nyumbani nikabishana na Mise? Hapana. Nikasepa mpaka hostel bwana. Nikakuta washikaji pale wamelala. Maana bado ilikuwa ni alfajiri. Na mimi nikapanda pale kitandani kwa ajili ya kuweza kumalizia ule usingizi wangu. Mchana nilimpigia Tina. Nikamwambia nimemisi sana, kama vipi tuanze tu hoteli. Alikubali. Basi mimi nikasepa zangu na mchumba kwa ajili ya kwenda kujisaswamba huko. Basi nikaspendi sana na mchumba huko na nikaburudika vibaya mno mpaka nikawa mwepesi kabisa, ndo tukarudi zetu usiku sana. Kwanza nikasema nimpeleke yeye hosteli kwake na kisha nami nitafanyaje? Nitarudi hosteli kwangu. Maana unajua wanawake na wanaume tulikuwa tuna hostel tofauti. Sasa siku ya pili yake asubuhi tukaingia zetu klasi bwana. Lakini klasi unajua mimi nilikuwa niko busy sana na masomo. Naweza nikafanya ujinga wote, lakini linapofika swala la masomo na niko busy sana na masomo. Yaani sikatai, kweli mimi nafanya hayo matukio. Na nina wanawake wengi na nina starehe yangu kubwa ni wanawake, ila kwenye kusoma na kuwa niko very serious sana. Na ninasoma mno. Yaani akiingia mwalimu akili yangu huwa haiwazi chochote zaidi ya kumsikiliza mwalimu. Yaani kwenye swala la kusoma tu nilikuwa very serious bwana. Basi bwana nikiwa klasi sasa alinifuata Tina akaniambia baby naomba tukae wote. Unajua spendi si ninajijua nina wanawake kama wote klasi. Ile nikamwambia okay poa basi kaa. Basi mtoto akatulia pale pembeni yangu akajishaua sana tu. Si unajua wanawake ile kutamba kujionyesha kwamba yuko na mimi mimi nikatulia pale. Sikaja bwana pisi yangu nyingine alikuwa anaitwa Patricia huyo bwana. Nikaona hapa nachomesha magari sasa hivi. Pili yani huyo Patricia alipofika akanisalimia kwa kunipa mkono alafu akanibusu. Mimi unadhani nilikuwa pesha? Mtoto wewe nakupesha vipi sasa? Kisa nini? Tina? Tina akasema mbona sielewi wewe? Sielewi nini kinachoendelea hapo na mtu wangu. Patricia akasema mwanaume wako yupi? Huyu ni mwanaume wangu. Tina akasema pale baby, mbona sielewi unanichiti na pia ama? Asa mimi nikabaki kimya, yani kama siambiwi mimi. Mimi niko zangu busy tu na simu yangu. Patricia akasema, "Kumbe mwanaume kumbe ni malaya Kila siku nilikuwa naambiwa kwamba wewe kaka ni malaya. Kumbe ni kweli?" Tina akasema, "Aise, Alvin mbona unaumiza hivi Alvin? Kwa nini zipi yako haifungi lakini?" Nikasema wewe nyie. Sikieni nyie madem. Mbona jao kwanza? Nyie katenu nani nimemtongoza kwanza?
Hapo msikilizaji, hawa wasichana wote wawili walikuwa wamejileta wao wenyewe. Mimi sikumbuki kama nimewahi kumtongoza mwanamke. Kusema kule sikumbuki. Kwa pale wakabaki kimya. Nikasema sasa kelele za nini? Si mmeshanijua kwamba mimi ni malaya. Sasa mnangoja nini sasa? Hebu tokeni basi. Msinijezie enzi mimi. Nadhani kwamba mimi nitahangaika na watu kama nyie. Nyote kwangu mnafuata pesa tu bwana. Hebu acheni kujifanya kama mnanipenda. Wanafiki wote nyie. Hapo bwana nikanyanyuka. Nikawaacha pale wanashangaa nikasepa zangu. Nikachukua pale ndinga yangu nikasepa zangu kuelekea hostel nikapumzike tu. Japo vipindi vilikuwa vijaisha bado, ila niliona kama vile siku yangu ishaanza kuwa na nuksi. Nikaona okay, ngoja tu kwanza nikachill. Sasa ile nafika tu na Tina akapiga simu. Tina alipopiga simu akasema yule mwanaume ndio umenidhalilisha vile. Mimi kwako nafuata pesa mimi. Yaani kunipa tu hivyo vijipesa vyako, unaona mimi kama vile nafuata pesa. Sasa utakuja kuniangukia kunipigia magoti. Aya. Ojo kwanza nikacheka nikamwambia nani? Mimi ama? Kwamba wewe ndio mwanamke peke yako hapa kwenye hii dunia nzima mpaka wewe bwana, hebu nikaushie bwana. Kila mtu afanye mambo yake bwana kama vipi. Mimi niko na hamu siwezi kukosa mimi binti wa kuwa naye bwana. Tena si mmoja tunapata. Basi kweli msikilizaji, ilikata kama wiki 2 hivi. Siongei na Tina wala yule msichana mwingine Patricia, siongei naye. Mimi nipo zangu bize na wanawake wengine. Na kama Tina jamani ndio sikuwa hata na pressure naye kabisa. Maana najiwaga shida sikimkaba, lazima tu atanitafuta. Basi siku hiyo bwana nipo zangu chuo na washikaji. Bi mkubwa alinipigia simu na akaniambia kwamba nimerudi jana. Uje kunisalimia sasa. Na bibi yako kanipa zawadi nikuletee uje kuiona au hutaki? Basi nikacheka nikamwambia mama, leo unajua ni katikati ya siku. Kwa hiyo nitakuja weekend. Mama akasema ni lazima uje leo. Hebu njoo bwana we. Nikasema okay, sio kesi. Nikamwambia sawa mama, nitakuja. Maana mamangu mimi akingangania kitu. Nikaona okay, ngoja kwanza niende nyumbani. Basi bwana nikachukua zangu pale ndinga huyo nikasepa mpaka home. Maana mimi napenda sana kumridhisha mazangu. Na sipendi kumkwaza kabisa kusema ule kweli. Kwa nilipofika pale nikakutana na bi mkubwa. Nikamsalimia. Yaani tuliongea sana kusema tu ule kweli, akawa ananisimulia stories za huko alikokwenda na akawa amenipatia salamu za bibi. Nikamwambia sawa, sasa hiyo zawadi iko wapi? Akaniambia nitakupa, mbona una haraka? Nitakupa bwana. Basi nikawa naongea na mama pale. Sasa nikiwa naendelea na maongezi na mama, nikaona kuna binti kaja afu kisha akakaa pembeni ya mama. Nyie, I say, unajua nilimwangalia vizuri huyu binti. Kwanza oya alikuwa ni mrembo kinoma. Yaani ana macho mazuri alafu macho yake ile makubwa fulani hivi. Mtoto akikuangalia hivi ana midomo fulani hivi. Jamani. Sijui nimuelezee vipi huyu binti. Unajua mimi ni mweusi. Ila yeye ana uweusi wa kuteleza mno. Yaani ule uweusi wa kung'aa. Mwanaume nilichanganyikiwa kwa urembo wa asili wa yule binti jamani. Nikamuuliza mama huyu who is she? Mama akaniambia huyu ni binti yangu. Nimeongeza familia, kwa sasa inaitwa Nasieko. Nasieko binti yangu. Huyu ni kaka yako anaitwa Alvin. Nyie hamwezi amini yule binti alipiga mpaka magoti. Akatembea kwa magoti mpaka nilipo mimi, akanisalimia kwa heshima mpaka nikashangaa kwanza. Ila nilibaki tu kumuitikia. Ndo akarudi pale alipokuwa amekaa. Akakaa. Mama akamwambia Nasieko, hebu nenda kwanza kule chumbani kwako niongee na kakako. Kisha nitakufuata mrembo wangu. Basi huyu binti Nasi akasema sawa mama. Kisha akanyanyuka akaelekea kwa chumbani. I say, nilishindwa kujizuia kumtazama. Japo mama alikuwepo pale lakini nilishindwa kujizuia kumtazama. Nilichanganyikiwa nilipona ile shape yake. Yaani juu ni mwembamba, ila huku chini sasa wewe sio poa. Yaani mtoto kama kasusiwa. Alinivuruga kinoma. Yaani na huu umalaya wangu, lakini nilivurugwa kweli ndugu yangu, asikwambie mtu. Mama akaniambia wewe. Mbona unamwangalia sana? Si nimekuambia yule ni dadako. Alafu umuoni kuwa yule ni mdogo? Nikamwambia jamani mama, mimi namwangalia. Mimi namwangalia kweli mama. Mimi mama, mimi najiuliza tu maswali kwamba huyu binti umemtolea wapi? Na wala sio kwamba mimi namwangalia kwa nini nyingine mama. Mama, sio hivyo bwana. Mama akaniambia unataka kujua nimemtolea wapi? Huyu nimemtoa kijijini kwetu anaitwa Nasieko kama nilivyokuambia.
huyu binti nimeamua kumsaidia na natamani atimize ndoto zake za kusoma. Ni binti ambaye ni yatima, hana baba wala mama, ila alikuwa akilelewa na bibi tu. Sasa na bibi yake amefariki. Amekuwa ni binti anayeishi mwenyewe na anakosa huduma za msingi za shule mpaka ameacha shule. Kwa niliposimuliwa habari zake, nikawa nimeingiwa na imani sana, na nilipomuona nimempenda sana na nimemtamani kabisa tuishi naye hapa nyumbani, na nia yangu kubwa ni msomeshe Nasieku ili atimize ndoto zake. Hapo kwanza nilishusha pumzi, nikasema hongera mama. Hongera mama kwa kuwa na moyo mzuri, na hongera pia kwa moyo huo wa upendo, na Mungu atakulipa sana tu mama. Na mimi wala hata sijaona ulipokosea, ni jambo tu zuri mama. Ni kweli mwanangu, nataka huyu Nasi nimpeleke boarding akapate muda mwingi wa kujifunza. Nikasema sawa mama, ni vizuri pia. Kwani ana miaka mingapi mama? Ana miaka 16 tu. Anatakiwa aanze kidato cha 3. Lo, nikasema kweli mdogo. Ndio hivyo. Hapo sasa moyoni nikasema huyu binti anavutia, ila sasa ni mdogo, miaka 16. Jamani, Nasieku ni binti mzuri. Yaani ukimuona hivi huwezi kuacha kugeuza shingo yako kumtazama. Nasieku ni mzuri bwana. Alinichanganya mdo. Japo ni kabinti kadogo sana kwangu. Maana kwa mdogo mimi nilikuwa na miaka 25. Nikasema sawa mama. Umeshamtafutia shule lakini? Kuhusu shule ndio nimeshamtafutia, nimeshapata. Kuna shule ipo Morogoro pale. Ina boarding, ndo nataka kumpeleka hapo. Sasa msikilizaji, hiyo shule aloniambia mama naijua, ambayo wanafunzi wake ni mix. Yaani ina wanafunzi wa kike na ina wanafunzi wa kiume. Nikamwambia mama hapana bana, hiyo shule haimfai kabisa. Kwanza haina matokeo mazuri hata kidogo. Sasa wewe unataka tumpeleke ipi? Tumpeleke Mariana, ipo Bagamoyo. Hii inafanya vizuri sana mama. Hapo msikilizaji, nilikuwa nimeitarget hii shule kwa sababu ni jenda moja tu. Yaani ni shule ya wasichana tu peke yake. Yaani girls mtupu. Ila ile ambayo alitaka mama kumpeleka ina wavulana bwana. Nikajua kabisa kwa ule urembo wa Nasieku, wanamchukua huyu, wanambeba. Mama akaniambia sawa, nitampeleka huko Mariano nako kusemea. Japo baba yako alipendekeza hiyo shule ya Morogoro. Nikasema nao hiyo haifanyi vizuri bwana. Wazazi wangu vipi, mbona mnakuwa kama wazee? Hiyo shule ilikuwa zamani, sasa hizi. Nikamwambia mama. Basi sawa. Kwa hapo sasa mama akamuita yule Nasieku. Akaja pale. Tena alikuja haraka yani. Na ile adabu ya huyu binti Nas ni adabu ya by nature kabisa, yani ni adabu, yani sio ile ya kusema afanye tu drama. No. Ni adabu ya kweli kabisa. Mama akasema pale, Nasieku ulikuwa unafanya nini jamani? Mbona kama nguo imeloa? Nasieku akasema mama, nilikuwa namsaidia kuosha vyombo dada Mise. Mama akasema okay sawa. Aya njoo kaa hapa. Basi kweli Nasieku akasogea pale akakaa. Yaani mimi nikimtazama ndo nazidi kuchanganyikiwa. Ukimtazama Nasieku, famasiara nini? Sasa mama akasema pale, Nasi, sasa huyu kaka yako amependekeza shule nyingine. Hautaenda kule Morogoro tena. Nilipokuambia mwanzo. Ila kuna shule iko Bagamoyo, ndo utaenda huko. Nasieku akasema sawa mama, hakuna shida. Unajua kwamba nataka upate elimu nzuri. Sawa binti yangu? Ndio mama. Haya, ukienda shule ujitahidi sana kusoma binti yangu. Sawa mama. Hapo uwezi amini, Nasieku alimpigia magoti mama. Akawa analia huko anamwambia asante. Yaani anamshukuru. Asema mimi moyo uliniuma sana. Sijui ni kwa nini uliniuma, ila sikutamani kuliona chozi la Nasieku kabisa. Ila nilikaa kimya tu nikatulia. Mama akamuinua pale akambembeleza sana na kisha akamwambia asilie, kila kitu kitakaa sawa na atatimiza ndoto zake. Basi kweli akatulia yule binti. Macho yake ni makubwa na ni mazuri, yanabadilika yanakaa kama mekundu sasa. Maana alikuwa analia. Nyi mtoto nyinu. Ni mtoto mbona mimi nimempenda ghafla? Au nimemtamani hii kivuruge mie?
Unajua hata nilikuwa sijielewi kabisa, msikilizaji. Basi baada ya mambo yote tuko mezani sasa tunapata chakula. Nyinyi binti anakula vizuri nyinyi. Tena anakula taratibu. Hadi nikikaa hivi nilikuwa namwibiabia na mtizama hivi. Muda wote macho yangu yapo kwake. Unajua nilikuwa natamani hata kumuongelesha. Ila sikuwa na kitu cha kumuongelesha. Nilibaki tu namwangalia huyu binti. Mama akasema pale, na siku kesho tunaenda kukufanyia shopping ya shule. Sitaki ukae sana, nataka uwahi shule, sawa? Maana umeshachelewa. Yule binti akasema sawa mama. Mimi hapo nikasema basi mama, naomba nimpeleke Nasi na nimtembeze aone mji kidogo. Sawa, utakuwa umenisaidia. Maana kesho nataka kwenda kwenye biashara zangu. Ila ngoja nikuache alafu mimi niende kwenye biashara zangu. Nitatoka mapema, nitaenda Bagamoyo katika hiyo shule, nikaongea na mkuu vizuri, maana sitaki akae sana nyumbani huyu mrembo wangu. Wenzia wanasoma. Sasa mama alipozungumza hivyo, basi yule binti Nasi akawa anasema asante mama kwa yote. Yaani muda wote ni asante. Asante. Yaani muda wote ni kushukuru. Kama vile mashabiki wa Ngojea wanavyoshukuru wakishapata story mpya. Ngojea kituma tu story basi wenyewe asante anko umetisha anko noma anko. Lakini anko asipotuma stories siku 2-3 kinawaka. Anko vipi wewe bwana? Anko. Basi bwana, baada ya chakula mama akaondoka sasa. Na huyu binti Nasi akaelekea chumbani kwake. Mimi nilibaki nimetulia pale dining. Unajua nilikuwa namfikiria sana huyu binti. Mbona kama kanikamata akili. Unajua nikiwa pale nikaja nikashtuliwa na Mise yule house girl wetu akanishika mgongo. Alafu akawa ameupalaza hivi, yani kimahaba. Nikamwambia Mise, sikiliza wewe, siku nyingine nitakuja kukuchapa vibao wewe, alafu nyumba nzima itashangaa. Endelea tu kunifuatilia maisha yangu, mpuzi mmoja wewe. Na ukifanya masiara hii kazi utaikosa wewe. Endelea kunifuatilia. Wewe vipi wewe? Hapo sasa nikaa nimemsema huyu house girl, anataka kuniletea mazoea ya kishamba wakati mimi tayari nisha fall in love kwa mtu mwingine. Nikanyanyuka pale dining, nikaelekea zangu chumbani kwangu, nikafunga na mlango wangu. Kabisa sikutaka mazoea na Mise kabisa. Basi nikapumzika pale huko na mwaza sana yule Nasi. Unajua mpaka nikapitiwa na usingizi. Nilikuja kuamshwa na mama, ndo alikuwa ananigongea. Nikafungua mlango akaingia chumbani kwangu. Nikamsalimia mama, kisha mama akaniambia wewe mbona unalala hivyo? Nikamwambia mama nimepitiwa tu kidogo. Aha. Saa 2 hii bado unakoroma tu. Sasa hapo nikabaki tu kucheka, sikuwa najipia. Mama akaniambia sasa, hebu mpeleke basi dada yako na umchukulie vitu vyote vya shule anavyovitaka na uhakikishe kila unachomchukulia amekipenda. Na nimeshaongea na mkuu wa shule, kuna vitu vinahitajika pia. List hii hapa pia umchukulie huko mnakokwenda. Kwa hapo mama akanipatia karatasi yenye hiyo list ya vitu ambavyo Nasi anahitajika ende navyo wapi shuleni. Nikasema sawa mama, hakuna neno. Kisha mama akatoa pale pesa akanipatia. Akaniambia tumia hii. Usitumie pesa yako, utaharibu mahesabu yako. Nikasema mama wala usijali mama. Sababu hata mimi mwenyewe pia natamani pia nichangie kwa Nasieku. Kwa nitatoa tu pesa yangu. Basi sawa, hamna shida mwanangu. Hapo mama akaniaga na kisha kaondoka. Mimi nikaenda zangu bafuni kuoga kwanza na kisha nikavaa vizuri. Ndio nikatoka sasa nje. Nikakuta Nasieku pale na deki ndani. Na wala yeye hakuniona mimi. Ila mimi ndo nilibaki nimesimama tu namshangaa Nasieku. Mbona kanikamata? Uko nyuma sasa. Nywe Nasieku mzuri je. Huyu shule walimu swata. Mbona kanapata wivu? Ana kiumbo kikubwa, anashawishi. Japo anaenda shule ya wanawake, ila bado kuna walimu kule wa kiume. Heli ushawishi. Basi mimi nikamsogelea hapa nikamwambia, Nasi ujambo? Sasa nilipomwambia Nasi ujambo huyu binti alipiga mpaka magoti haraka mno. Akaniambia kaka shikamoo. Nikamwambia marahaba, mbona unandeki? Kwani Mise yuko wapi? Wewe utakiwa kufanya kazi hapa ndani. Kaka sijazoea kukaa tu, nimemwomba dada Mise nimsaidie. Okay sawa poa. Basi ukimaliza akajiandae uje kwa ajili tukachukue vile vitu vyako vya shule, maana tuna mizunguko mingi hivyo. Ni vyema tukaenda mapema ili tuwe kurudi pia nyumbani. Lakini unywe chai kabisa. Mimi utanikuta nipo nje kwenye bembea pale, sawa? Sawa kaka. Hapo sasa mimi nikatoka zangu nje. Nikaenda kutulia hapo kwenye hiyo bembea.
huku nikiwa ninaongea sasa na washikaji zangu, napiga nao tu story. Basi baada ya muda bwana, yule binti Nasi kweli akaja. Akasema kaka tayari imeshajiandaa. Kwanza nikamwangalia. Amevaa kawaida sana ila kapendeza mno. Alivaa gauni refu, alafu lilikuwa ni jipya hilo gauni. Ningejua tu ni mama ndo kamnunulia. Ila aliwaka vibaya mno, na kichwani wala hata hakuwa kasuka. Alikuwa kanyoa na bado alikuwa amewaka. Yaani alikuwa amependeza. Binti asuki kanyoa. Si bado mwanafunzi lakini still ni mzuri. Nikamuuliza umeshakunywa chai? Nasi akasema ndio kaka nimeshakunywa. Au nikungoje wewe ukanywe chai? Nikamwambia hapana. Mimi sijaamka na njaa leo. Nitakula tu mchana. Kama uko sawa, boke, tuanze tu basi. Kweli nikaenda naye mtoto mpaka parking. Nikaingia katika ndinga yangu. Naye akaingia pale akakaa nyuma. Nikamwambia ukae mbele bwana. Uone mji jinsi ulivyo. Akasema sawa kaka. Lakini hizi kaka zake mimi nilikuwa sizipendi kusema ule kweli. Yaani basi tu nilikuwa najikaza. Basi bwana nikaanza pale ku drive gari. Nikawa namuuliza kwa hiyo sasa Nasi, hii ndo mara yako ya kwanza kufika Dar es Salaam? Ndio kaka, ndo mara yangu ya kwanza. Anapo nilimuuliza hivyo kwa maana kwamba alikuwa anashangaa sana nje. Alafu mimi namshangaa yeye, anashangaa nje, mimi namshangaa yeye. Yeye anashangaa jiji lakini mimi nashangaa uzuri wake huyu binti. Basi nikamwambia kumbe ushawahi kusikia sehemu inaitwa Mlimani City? Hapana sijawahi kaka. Nikamwambia basi ndo tunaenda hapo kuchukua vitu vyako vya shule. Kwa hiyo uwe free kuchagua chochote unachokitaka sawa? Ndio kaka. Basi tukafika mpaka Mlimani City. Nikashuka pale na kisha nikamshusha na yeye. Na kisha nikamshika mkono nikaingia naye. Nikaanza kumtembea, nikawa natembea naye sasa kwenye maduka. Nilimnunulia kila alichokitaka. Na nilipoona anachagua kitu kibaya nilimshauri. Nikamchagulia vizuri. Sikujali gharama. Mimi na pesa kwetu haijai kuwa shida kusema kweli. Kwa tulizunguka sana Mlimani City mpaka nikaona sasa kachoka. Alafu alivyochoka sasa akawa asemi maskini ya Mungu. Ila tu nikahakikisha tumenunua kila kitu. Nilimbebea mpaka pedi. Sijui nguo za ndani, sijui taiti, sijui tena za bei. Tukapaki katika gari. Muda huo tayari ulishakuwa majira ya mchana. Nikaenda kupata naye chakula kwanza ndo tunarudi home. Yaani bado nilihitaji kuwa na Nasi siku nzima. Hamwezi amini. Basi tukaingia pale KFC, nikaagiza zangu pale kuku za kutosha pamoja na soda, tukaanza kula kama kawaida yake. Anakula pole pole sana maskini Mungu. Nikamuuliza Nasi hivi una miaka mingapi? Unajua nilimuuliza hilo swali kwa sababu nilikuwa bado sijaamini maneno mama yangu. Eti kwamba Nasi ana miaka 16. Nasi akaniambia na miaka 16 kaka. Nikamwambia kumbe. Sawa. Unajua kama unaenda shule kusoma? Ndio kaka. Nikamwambia sasa ukasome kweli. Ole wako kafanya ujinga shuleni huko. Hapo sasa na mimi nilimkazia macho utazani labda mimi ndo babake yani. Paka nikaona kaogopa maskini ya Mungu. Nikamwambia nenda ukasome. Unaelewa Nasiku? Nenda ukasome. Kwanza una ndoto za kuja kuwa nani? Daktari. Sawa, utakuwa daktari. Ila usikubali kuwa na mahusiano ya mapenzi na yeyote. Sijui unanielewa? Hapo msikilizaji mimi kama nilikuwa nishavurugwa hivi. Yaani sijui ni wivu ulinikaa yani. Nilianza kumwambia huyu bado ni binti mtoto afu anaanza kumwambia vitu vya hovyo kabisa. Lakini maskini ya Mungu Nasiku akasema ndio kaka nimekuelewa. Nikamwambia sawa. Na ukasome kwa bidii ili utimize ndoto zako. Na ukajilinde, ukajitunze kama binti. Usifanye kabisa mapenzi yani. Sawa kaka. Basi baada ya kula pale nikambebea na kuku zingine. Maana alionyesha kuzipenda sana zile kuku. Ndio tukaanza safari ya kurudi nyumbani. Yeye njia nzima alikuwa anaangalia tu nje. Nikaona hapa kazi ipo. Basi nikarudi naye mpaka nyumbani na nikamshushia vitu vyake vyote. Mama alikagua pale akasema vipo sawa. Na nitamsaidia kupanga leo usiku maana kesho anaenda kuanza shule. Nikasema sawa. Nikamwambia Nasi zingatia niliyokuambia. Sawa kaka. Basi mimi hapo sikukaa sana. Nikaaga pale kwamba narudi chuo maana kesho yake asubuhi nilikuwa nina pepa. Ila huyu binti Nasi jamani aliniingia kisawa sawa kabisa. Kwa hiyo nikiona najiandaa kuondoka, nishatoka mpaka nje, Nasi bwana alinikimbilia. Akasema kaka, asante kwa kunisindikiza. Leo nakuahidi kwamba nitasoma kwa bidii. Mnajua nilijisikia raha kinoma. Nikamshika mikono yake ile. I say
ana mikono milaini tena yenye joto zuri kweli kweli. Nikamwambia sawa Nasi, uwe na safari njema, nikipata time nitakuwa nakuja kukuona shuleni. Basi maskini ya Mungu yeye mwenyewe wala hata hakuwa na shida. Na vile sijui akili bado ilikuwa ni ya utoto, akasema tu sawa kaka. Nilitamani nimkumbatie ila sasa sikuweza. Ikabidi nimwachie tu mikono yake, akarudi ndani na mimi nikaondoka zangu kwa ajili ya kuelekea hostel. Nilipofika sikutaka story sana, nikapanda kitandani kwangu huku nikiwa ninaangalia picha za Nasieko. Na nilimpiga kwa siri picha kila alipokuwa nakula kuku pale, bila yeye mwenyewe kujua, nikawa nampiga picha. Basi nikawa namtazama zile picha zake, nikawa najikuta nacheka tu. Hii hali sidhani kama ilishawahi kunitokea mimi kwa mwanamke yeyote ukiachana na Nasieko. Mimi nikae niangalie picha za mwanamke hivi. Kwanza mwanamke gani mpaka nimpige picha kwenye simu yangu? Nani? Ila kwa Nasieko nilimpiga picha kisiri na nikawa naangalia zile picha anavyokula yule kuku. Yaani nilikuta nacheka. Yaani mpaka mwenyewe nilijua kabisa kuwa Nasieko kanikamata mimi kisawa sawa. Tena kanishika kweli kweli huyu binti kwenye moyo na kwenye akili yangu. Basi nikapumzika pale na asubuhi nikawahi zangu klasi kwa ajili ya mtihani. Kwa nilipotoka klasi nikampigia simu mama. Mama alipopokea nikamsalimia na kisha nikamuuliza kwamba umeshampeleka Nasi, akasema ndo yupo hapa. Namkabidhi kwa mwalimu. Nikasema okay sawa, naomba basi kuongea naye. Mama akasema sawa. Kwa kweli akampa simu Nasieko. Nikasikia sauti yake. Sio sauti, kisauti chake jamani. Halo kaka, shikamo. Mtoto huyo wale. Mtoto. Sasa shikamo ya nini? Nikamwambia marahaba mdogo wangu, vipi mazingira ya shule? Unayapenda hapo? Ndio kaka, nimeyapenda, ni mazuri. Nikamwambia okay sawa. Natumai ukirudi likizo utarudi na matokeo mazuri, si ndio? Ndio kaka, nitajitahidi. Nikamwambia okay sawa Nasi. Masomo mema. Asante kaka. Basi akamrudishia pale simu bi mkubwa, mimi nikawaaga, nikawa naendelea zangu na mishemishe zangu za chuo. Nikaenda pale kwenye biashara zangu. Kwanza hiyo siku nilienda kwenye duka langu kubwa la simu lililopo Kariakoo kukagua utendaji wa kazi. Unakuaje? Maana mimi huwa sikai sana dukani. Na baada ya hapo maisha mengine yakaendelea. Basi ilipita kama mwezi. Nasi alikuwa yupo shuleni, japo nilikuwa namwaza sana kusema ukweli. Na mama aliniambia shule yao hawaruhusu wazazi kupiga simu kabisa. Na kama kuna tatizo basi mzazi ndiye atakayepiga simu. Kwa mimi ilibidi tu nikaushe, niendelee na life langu kama kawaida. Hapo sina msichana ambaye ni permanent kusema huyu mimi ndo peace yangu huyu. Huyu ndo mwanamke wangu, nilikuwa sina. Mimi yeyote akinikalia mbele fresh ndo huyo. Ili mradi tu natuliza hamu zangu basi amna noma. Siku hiyo sasa nikiwa zangu niko hostel, Tina alikuja bana. Niliwaambia Tina atakuja, akaja. Alafu hii siku nilikuwa niko mwenyewe tu. Washikaji zangu hawakuepo. Nilimkaribisha vizuri tu maana tuliachana kama miezi miwili hivi iliyopita. Akaniambia baby jamani basi sorry, naomba unisamehe sana, naomba tuendelee na mahusiano yetu. Oya. Ndugu zanguni, tafuteni pesa nye. Mimi ndo nimemkosea huyu binti lakini yeye ndo ananiomba mimi msamaha. Sasa mnala kusema kudadeki. Nikamwambia sikiliza bwana Tina, mimi sikutaki bwana. Mimi kuona mwanamke wa kunifuatilia waga si mind wala nini. No baby, nitaacha kukufuatilia kabisa, ninakuahidi. Wewe sema una shida ya pesa. Acha kujitilisha huruma na kujifanya unanipenda sana, mnafiki mmoja wewe. Baby ni kweli nina shida ya 200,000 ila haimaanishi kwamba mimi sikupendi. Nikamwambia okay fresh nakupa. Lakini njoo ifanye kazi sasa. Au unataka nikupe bure? Kukupa bure haiwezekani. Mtoto huyo kujivunga kanisogelea pale, mimi nikamdaka, nikamshughulikia vizuri tu. Tena nishughulika naye siku nzima. Yaani niliruka naye kweli kweli mpaka jioni kabisa yuko hoi, ndio nikampa hiyo 200,000. Kwa alinishukuru na mimi sikutaka kuhangaika naye sana. Kwanza nilishaanza kutokumpenda sasa. Yaani ilibaki tu ile kawaida, yani ile hivyo, yani kawaida. Wala hata nishtui. Basi akasepa zake na jioni ya hii siku nikaingia zangu klabu. Mwanaume kama kawaida na washikaji zangu. Huko ndo ninapopenda kufanya kufuru. Yaani nachukua wanawake hata 3. Wote natoka nao. Kiukweli nilikuwa ni mshenzi sana. Na stare yangu kubwa ilikuwa ni wanawake. Yaani pombe nilikuwa nakunywa ila kawaida tu. Ila wanawake ndo sana. Basi ikapita kama miezi 6 hivi. Mimi niko busy na chuo, niko busy na biashara zangu, niko busy na starehe kama kawaida, na nyumbani naenda mara moja sana. Tena hapo mama akilalamika kweli kweli ndo naenda.
Siku niko zangu chuo na washikaji zangu, tumekaa zetu tunapiga story, simu yangu sikaita bwana. Nikaangalia ananipigia nani, alikuwa ni bi mkubwa. Nikajua anataka kuleta habari za niende nyumbani. Mimi sikumpokelea wala nini. Basi simu ile ikakata. Ikaita tena ikakata. Mama akanitumia message kaandika, najua sana kama umeiona simu yangu, ila umenidharau tu. Mimi wala sina shida na wewe, ila nilitaka tu kukuambia kuwa mdogo wako na Sieku karudi likizo. Na yeye ndo alitaka kukusalimia. We, nilivyoona hiyo message. Na Sieku huyu ndo ugonjwa wangu, tena ugonjwa wangu wa moyo. Moyo wangu ulifanya pa. Huyu binti yeye anampenda nyinyi. Yule mtoto sio poa. We. Nikapiga simu haraka, yani pale pale. Nikamrukia hewani mama. Mama akapokea simu akasema, kwa hiyo mie sina tena thamani siku hizi, ndio? Nikacheka mama bwana, nilikuwa mbali kidogo na simu, nilienda mali watu ni kidogo. Sio kwamba nimepiga simu kwa ajili ya Sieku tu, hapana, nimepiga kwa ajili ya wenu wote nyie, familia yangu. Haya, ngoja nimpe Sieku wa kusalimia. Basi akampa pale simu, nikamsikia anasema, halo kaka, shikamoo. Nye, acheni. Nikasema, marhaba dogo, vipi za shule? Shule ilikuwa poa tu kaka. Nikasema okay, nimekumisi bwana. Hapo nikamsikia Sieku anacheka na kisha akaniambia, na mimi pia utakuja lini kaka? Unipeleke katika zile kuku. Wajua tulicheka, nilijua nazungumzia wale kuku wa KFC. Nikasema nakuja leo nakuletea hapo. Asante kaka, nitashukuru. Basi nikakata ile simu na haraka nikawaaga pale washikaji, nakuja. Nikaingia zangu katika gari yangu. Kwanza nilipita Mlimani City, nikachukua pale kuku za kutosha pale. Yeye nilitaka ale mpaka azikinai, yani ale kuku mpaka zichoke. Nilipotoka hapo ndo nikawasha sasa chuma mpaka Mbweni nyumbani. Mpaka inafika majira saa 10 za jioni nikawa nimeshaingia pale nyumbani. Basi bwana, yani sijui atanisemaje, lakini nilifurahi sana nilipomwona Sieku. Alipungua sana, na nilijua ni kwa sababu ya shule, masomo, ila hakuacha kunivutia, hakuacha kuwa mzuri machoni pangu. Nikasalimiana naye kwa shangwe sana. Nilimpa zawadi zake, alinishukuru sana na kisha akaniambia, kaka asante. Nikamwambia usiwaze. Yani usiwaze Nasi, yani uwe na amani. Basi nikaongea pale na mama pia. Mama alianza kunisema, sijui nyumbani, uji hivi na hivi, kimekwenda kimerudi. Yani maneno mengi, sio tena mamangu ni mtu ambaye anaongea sana. Kwa mimi nilibaki nacheka tu. Muda wa chakula ukafika, tukala kwa pamoja. Nasi akanihadithia stories zake za shuleni, na safari niliona kidogo Nasi amechangamka. Hata ongea yake ile, unajua mpaka baba akawa anacheka. Ila niligundua kwamba huyu kawahi kupevuka huyu, ila akili ni za kitoto mno, yani bado mdogo. Basi mimi nilimwahidi kwamba kesho nampeleka beach, maana ilikuwa ni weekend. Alifurahi sana kusema kweli. Akasema, mama naomba niruhusu niende. Mimi nikasema, sasa ruksa nini wakati nimeongea hapa mpaka mama mwenyewe amesikia. Sasa wakati nazungumza hivyo mama akabaki kucheka tu. Akasema, wewe nenda tu, mimi nimekuruhusu. Kwa Nasi akasema, okay sawa mama. Na kilichonifurahisha zaidi kusema ukweli, Nasi alifanya vizuri sana shuleni. Alikuta wenzake wameshaanza kusoma, ila alikuwa ni mtu wa 7 kati ya wanafunzi 90. Nikaona okay, kumbe ana kichwa kichwa kinachaji huyu Basi baada ya story sana, kila mtu akaingia chumbani kwake. Nilipoona sasa kumetulia, mimi nikaenda chumbani kwa Sieku. Bado nilikuwa natamani kuongea naye sana, maana ndo kilichonileta huku kwa mama, mjue. Mimi hakuna chochote kilichonileta zaidi ya huyu binti. Kwa nikagonga pale mlango. Sieku akaja akafungua ule mlango, alikuwa amevaa pajama za kulalia. Akanikaribisha tu kwa furaha mno. Nikaingia chumbani kwake, akaufunga ile mlango. Nilimkuta pale anasoma kwenye meza yake. Nikamuuliza, Nasi, wewe umerudi jana tu kutoka shule, ina maana kwamba hujachoka kusoma? Hapana, sijachoka kaka, nataka kuwa wa kwanza, naumia watu 6 wamenipita. Nikaona huyu ana roho ya ushindani huyu. Roho ya ushindani wa maendeleo. Mtoto huyu kama ametumwa na kijiji. Nikamwambia njoo kaa hapa. Hapo nilikuwa nimemuita aje kae wapi, kitandani. Basi akaja pale. Wala hata yaani hakuwa na uoga. Yaani sijui ndo alikuwa ananichukulia mikaka yake kweli kweli, wakati mimi nilikuwa namchukulia huyu. Nikamuuliza pale, hebu niambie, mwalimu aje kutongoza huko shuleni? Nilipomuuliza hilo swali, nikamwona pale Sieku kama anafikiria hivi. Nikajua huyu tayari lazima tu katongozwa.
Kama mwalimu mwenye tamaa lazima atamtamani tu. Nikamwambia naomba uniambie ukweli. Lakini kaka mimi nilimkataa. Na nakuomba usiniseme kwa mama. Mama atakasirika. Hapo nikamwangalia sana Nasieku na kisha nikamwambia ni mwalimu gani huyo? Walimu wawili. Mungu wangu, nikasema wanaume huo. Walimu wawili walimfuata kudadadeki. Nikasema yupi na yupi? Kwani kaka hautomwambia mama? Nikasema ndio, sitasema. Wewe naomba uniambie. Kuna mwalimu mmoja anaitwa Salongino na mwingine Mahimu. Nikasema okay sawa. Walikwambia nini kwani? Waliniambia wananipenda, ila mimi nilikataa kabisa kaka. Ila mwalimu Mahimi ananichapa sana. Hapo anaongea hivyo sasa akawa anaonyesha mikono yake. Vimikono vyake vilikuwa vina alama vya fimbo. Afu mkumbuke Nasieku na mikono laini. Basi nikamshika mikono yake, nikamwangalia. Unajua niliona kweli alama za fimbo. Nikasema huyo Mahimu sijui Mahimi sijui Machimu ndo anakuchapa hivi. Hapo maskini ya Mungu huyu binti Nasi alitikia tu kwa kutikisa kichwa, kukubali kwamba ndo huyo mwalimu alikuwa amemchapa. Nikasema basi pole. Nikawa sasa hapo nashika mikono yake huku nampuliza ile. So unajua ile akacheka. Akasema Yumi tena, nikamwambia mimi nilijua bado inauma. Nikamwambia hivi unaelewa ukiwa uko shule lakini? Akasema ndio naelewa sana tu. Nikasema okay, unakula vizuri? Ndio kaka, chakula kizuri tu. Basi bana, hii siku tuliongea sana na Nasieku. Hapo kumbuka ni usiku na niko chumbani kwake. Akanisimulia sana stories za shule. Na akaniambia amepata rafiki yake mzuri anaitwa Diana. Wana ndoto sawa za kuwa madaktari. Akanisimulia vitu vingi nakwambia. Mimi hata sikuwa namzingatia hizo stories zake. Nilikuwa namwangalia anavyoongea na zaidi anapocheka. Nyinyi mtoto nyewe. Wewe mtoto mzuri akicheka. Basi mpaka akaanza kuhisi usingizi na akaanza kusinzia kweli. Akaniambia kaka nimechoka nataka kulala sasa. Nikamwambia okay sawa, njoo ulale hapa kwenye miguu yangu. Njoo mdogo wangu ulale. Basi akasogea pale akalala. I say nilivyokuwa najisikia raha, sijui hata nikwambiaje, nilitamani kumshika hata mwilini mwake ila nikakausha. Na haikuchukua muda akalala kabisa usingizi. Kwa nilimlaza kitandani kwake, nikachukua pale na shuka nikamfunika. Nilimwangalia sana Nasieku. Nikajiapiza haki ya Mungu mimi Alvin nikija kuoa, yani hiyo siku mashetani yangu yananiambia bwana leo oa. Haki ya Mungu mimi namuona Nasieku. Mara nampenda vibaya mno. Na nikasema nitamsubiri huyu mpaka akili itakapomkaa sawa. Atakapokuwa mtu mzima kidogo. Maana si ana miaka 16. Kwa nikapladi miaka 18 nikishukutwa tu hapo. Akifikisha miaka 18 nitamwambia ukweli kwamba bwana mimi namhitaji tuanzishe songo mbingo. Kwa niliplani hivyo. Aliniingia sana huyu binti nyewe wa Kimasai. Yaani sana sio siri. Hivi nyinyi mnajua kwamba nilimpenda huyu binti. Sasa ndo ile unasubiria mtu atimize miaka 18 afu kuna wenzako hapa akiwa na miaka 16 wanamtungua. Inauma sana hiyo, asikwambie mtu. Basi bwana, nilimwacha chumbani kwake akiwa amelala na mimi nikarudi zangu chumbani kwangu nikiwa nina raha sana kusema ukweli. Sikuchelewa hata kupata usingizi usiku maana muda ule ulikuwa umekwenda sana. Kwa nilikuja kuamka majira ya saa 3 hivi, nikaingia bafuni nikaoga kwa ajili ya kuswaki nini fresh, nikatoka nikavaa fresh nikatoka zangu sasa. Nilimkuta Mise yuko mlangoni kwangu. Sijui ndo alikuwa anataka kugonga. Nikamwambia vipi wewe? Kumbukeni Mise ni yule house girl wa nyumbani. Kasema mama anakuita kunywa chai. Nikasema okay poa. Alafu jana nimekuja usiku saa 6 chumbani kwako ukuwepo, ulikuwa wapi? Nikamwambia mpumbavu nini? Wewe unaniuliza mimi nilikuwa wapi, wewe kama nani? Alafu unakujaje wewe mimi nitakuja kukukata vibao, wewe unajua mimi sipendi mambo ya kishamba ujue. Samahani, mimi nikampita pale kisha nikaenda zangu mezani. Nilikuta pale Nasieku ndo alikuwa anatenga ile chai. Kwanza nilimsalimia kwanza mama na kisha nikamsalimia baba, nikammalizia kumsalimia na Nasieku. Nasieku bado hakuacha tabia yake ya kupiga magoti akinisalimia. Yaani anaacha kila kitu alichokuwa anakifanya, anapiga magoti ili akusalimie. Nikamwambia Nasieku, ukisalimia tu kawaida mimi kwangu inatosha, usio unapiga magoti sawa? Sio heshima lakini kaka. Nikamwambia ni heshima huku mjini hakuna hayo mambo. Sawa? Hapo nikaona baba na mama wanacheka. Maana mpaka nilikuwa namuonea huruma kusema ukweli. Mama akasema, "Ni kweli Nasieku, wana usio unafanya hivyo binti yangu sawa? Wewe salimia tu kawaida. Salamu tu tosha, ni heshima." Akasema sawa mama. Pale nikamuuliza, kwa hiyo na shuleni huwa unafanyaga hivyo hivyo walimu, si ndio?
Akasema ndio, kwa sasa wamenikataza. Unajua mimi kama nilitamani kucheka, akasema tu nilijikaza nsije nikacheka akajisikia vibaya. Basi baada ya kumaliza pale kutenga, tukanywa chai kwa pamoja nini. Tulipomaliza, huyu binti nasi akatoa pale vyombo akaenda kuosha nadhani. Yaani unajua ni binti fulani hivi asiyekuwa na shida na mtu. Yaani kabisa, alafu pia ana heshima ya kujituma mno. Yaani nenyewe huyu binti nasi, sijui niwaambieje jamani, mweza kunielewa. Yaani hata hajali kama humu ndani kuna house girl, yeye anafanya kazi kweli kweli, utadhani labda endo house girl. Basi bwana, mama wakaaga pale kwamba wanakwenda kwenye biashara zao, na mimi nikasema nitamtoa nasi baadaye akaone mji kidogo, ila sio sasa. Mama akasema umwangalie, si unajua huyo bado hajazoea mji. Nikasema mama, wala tusijali, naelewa hilo. Kwa hiyo nikarudi zangu chumbani kwangu, nikatoa pale PC, nikawa nafanya kazi zangu, na kisha nikamwagizia na Sieku nguo za kuvaa online. Yaani nilikuwa nimeagiza online walete nguo. Mimi nilitaka napomtoa out asivae magauni yake bwana. Kwa hiyo nilimwagizia pale jeans pamoja na t-shirt pamoja na raba kali, na baada ya muda nguo kweli zilifika, nikaenda kumchukulia pale getini, nikalipia kila kitu, na kisha nikarudi zangu chumbani kwangu. Basi mida ya saa 7 hivi nikaenda kumgongea chumbani kwake. Akaniambia ingia, nikaingia. Nilimkuta anasali. Unajua alivyoniona, alikuwa na Bible hivi pembeni. Akanikaribisha, nikamwambia sorry, nimekuharibia ibada yako. Hapana kaka, nilishamaliza mbona. Nikamwambia okay sawa, sasa jiandae na kisha twende tunakokwenda na uvae hizi hapa nguo. Akasema asante kaka. Nikamwambia okay poa, na kungoja sebuleni na usichukue muda mwingi bwana, sawa? Akasema sawa kaka. Basi mimi nikaenda zangu pale kuanza kumngoja sebuleni. Nikiwa sebuleni bwana, akaja Mise ni house girl wa hapa ndani. Akasema nakuona sana na huyu binti, bila shaka unania naye mbaya, unataka kumchezea pia kama ulivyonifanyia mimi umenichezea. Nikamwambia Mise naona umechoka kufanya kazi humu ndani, sio manake? Haupendi kuambiwa ukweli wewe, ila Alvin wewe ni mharibifu tu. Nikamwambia wewe ndiye uliyetaka kuharibiwa, na kila siku tunakujaga kule ukiwa hauna nguo chumbani kwangu, so wewe mwenyewe ndo unatakaga ni kuharibu zaidi. Alafu pia Mise, achana na mimi bwana wewe. Wewe vipi? Achana na mimi. Sasa nilipomwambia hivyo huyu house girl Mise akakasirika, akaondoka pale kwa hasira. Mimi nikawa niko busy na simu yangu. Kwa hiyo nilikuwa nasubiri kama lisaa hivi, naona kimya. Na Sieku atokei. Nilikuwa nimfuate chumbani kwake, nikagonga mlango. Na Sieku akaniruhusu nikaingia. Nilimkuta sasa kavaa sasa ile jeans pamoja na ile t-shirt na laba. Oya, kapendeza sio poa. Nikasema na Sieku, hebu ngoja kwanza, mbona umesimama tu alafu mimi nakungoja kule sebuleni? Kaka, mimi siwezi kutembea hivi na suruali imenibana, naomba kubadili hii nguo au nivae na kanga juu nifunge. Lo, na Sieku, yaani bichi na kanga kweli? Nikamwambia na Sieku, nikamsikiliza, mbona hivi ulivyo umependeza sana, alafu uko poa kinoma, ni wewe hujui tu, na huko tunapoenda ni bichi sio kanisani, hebu tuende bwana. Hapo sasa nikamshika mkono, nikaanza kutoka naye. Naona kabisa anatembea huku anajishtukia. Mimi wala hata sikumjali. Nikaingia naye kwenye gari, nikampeleka Bagamoyo. Kuna bichi moja hivi imepoa sana ikitajiri, so haijazi watu wala nini, sio bichi za kitajiri. Basi tulivyoingia kula, kaanza kuona wazungu wamevaa zile nguo za bichi. Ananiambia kaka, mbona huko watu hawajavaa nguo? Nikamwambia kawaida, hizo ni nguo za bichi, si unaona wameziba zile sehemu muhimu tu za kwenye mwili. Sawa. Basi nikamwambia unataka kuogelea? Ndio nataka kaka, ila siwezi mimi. Nikamwambia mimi naweza nikakufundisha, sawa? Kwa hiyo kaka atuzami mule. Mimi hapo nikacheka, nikamwambia wala atuzami, tunaelea tu kama wale unaowaona wale pale. Sasa nikawa namuonesha watu ambao wako kwa baharini wanaogelea, kulikuwa kuna watu wanaogelea. Akasema basi sawa kaka. Kwa mimi nikaenda pale kumnunulia kinguo, nguo sasa kubadilisha, uwezo kaingia baharini kuogelea na jinsi. Akabadilika pale, ilikuwa ni top ya juu na chini ilikuwa kipensi kifupi, ila nilichukua cha kuendana na zigo lake. Nikamwambia kavai kule, nikamwonyesha sehemu ya kubadilisha nguo. Akapokea na akaenda, na mimi nikabadili nguo, nilivaa tu pants na singlet. Nikasimama na mngoja sasa na Sieku aje. Nikawa nimesimama kama dakika 10 hivi, nikaona huyu ameshavaa, ila sasa anajiona atakuwa yani kama vile hajavaa, kwa anaogopa kutoka. Nikasogea mpaka pale, nikamwambia Sieku,
Na Seku nikawa naita. Akasema be kaka, nikamwambia vipi mbona utoki, hebu toka bwana. Kaka hizi nguo hazishuki, ni fupi sana. Nikamwambia bwana toka hivyo hivyo bwana wewe. Hey, tume toto bwana akatoka. Sio poa. Nilipata mfadhaiko wa ghafla. Unajua mpaka askari huku chini akasimama. Siala toto. Mpaka nilichanganyikiwa. Arje na Seku alipendeza je. Ile topu ilikuwa ni mikono mirefu hivi nyeusi. Ikaacha vile kitovu chake kizuri. Nyinyi mnasemaga Yami ana kitovu kizuri, ule msanii wa Bongo Flava. Yami haoni ndani. Unaomba kitovu cha Seku kimebonyea hivi kwa nani? Na kale kapenzi kale Mobeto mwenyewe haoni ndani. Hata mabinti wa siku hizo wanavaa vigodoro wanakwenda Mloganzila sijui. Huyu amesuswa na Mungu. Unajua kitu kilichotengenezwa na Mungu hakina kasoro. Kwanza nikamweka vizuri askari wangu, bwana alikuwa ameshaanza kuleta hali ya kutaka kunidhalilisha. Nikamsogelea na Seku nikamshika mkono, nikamwambia twende sasa. Lakini kaka sijavaa vizuri, watu watanishangaa. Nikamwambia wewe huku bichi bwana, kuna kukushangaa. Wewe twende bwana. Basi nikamshika pale mkono, nikawa naingia naye ndani ya maji. Niliwaona pale wanaume wengi walikuwa wanamwangalia na Seku. Mimi nilielewa, huyu mtoto mkali, alafu kafungasha kinoma. Ana kamwili kakushawishi. Yaani na Seku, ana Seku mpaka na Seku tena. Yaani mpaka akiongea ndo utaelewa kwamba huyu sio mkubwa. Na ukimwangalia vizuri hivi sura yake bado haijakomaa. Ila kuhusu mambo mengine anavuruga akili kusema kweli. Mtoto. Unajua mimi nimetembea na wanawake wengi lakini sijawahi kabisa kukamatika kama nilivyokamatika kwa huyu kuku wa kienyeji na Seku jamani. Mtoto basi bwana, nikaingia naye baharini taratibu na kisha nikamweka mbele na mimi nikakaa nyuma. Tukaanza pale kuogelea. Nikawa namfundisha pale kuogelea. Basi mwenyewe anacheka, yani anafurahi, anahisi anahisi raha hatari. Aisee, nilikuwa na hali mbaya sana aisee. Hali mbaya, nadhani mnanielewa. Huku kwa askari huku hali ilikuwa mbaya sana. Yaani hali ilikuwa mbaya kushinda hisia zangu. Sasa ili huyu mtoto asisi chochote cha utofauti inabidi nijizuie. Ila sasa alivyoloana, sasa alivyoingia kwenye bahari alivyoloana, sasa ndo nikaona vizuri sasa mwili wake. Si mnajua mtu akishavaa nguo za bichi afu akaingia akaloana kidogo nguo zinakuwa zinanatia. Huyo mpaka nikatoka naye kwanza ndani ya maji. Mpaka akaniuliza, kaka mbona umenitoa sasa kwenye maji? Mimi bado nahitaji kuogelea. Nikamwambia oga hapa kwenye maji madogo hapa. Mimi hapa nakuona, wewe oga hapa lakini usiende kule, sawa? Akasema sawa kaka. Basi mimi nikatulia ufukweni, nikamwacha yeye aogelee katika maji machache yale yanayoishia magotini. Acha nilikuwa namtizama tu na Seku bila hata kupepesa macho. Na Seku alipomaliza kuoga akaja pale nilipokuwa mimi sasa. Akakaa pembeni. Akasema kaka nimemaliza sasa. Nikamwambia okay sawa. Nenda kabadili nguo twende sasa. Sawa, ila kaka si utanipeleka kule kwenye zile kuku. Nikamwambia nitakupeleka. Wewe nenda kabadili nguo. Si akanyanyuka bwana akaanza kuelekea kubadili nguo. Hata kufika mbali nikaona kasimamishwa na mwanaume. Alafu naye alikuwa amesimama sasa. Anamsikiliza yule mwanaume. Niliinuka kama mshale pale nilipokuwa. Chapu nikafika hapa nikamwambia wewe vipi mzee huyu? Inakuaje? Sasa yule bro akasema kwa nini sasa? Mimi sinaongea na mchumba hapa, wewe uone hivi mbona nialibia, mbona nikata stimu. Yule mwana mwingine sasa ndo akaongea hivyo. Nikamwambia mpuzi nini wewe? Wewe unaongea na mdogo wangu? Wewe ni kama wewe ni mdogo ama? Sasa hapo nilivyokuwa namwakia yule mshikaji akapoa. Kwa sababu akajua kabisa huyu bro wake huyu. Afu nilikuja juu niliwaka moto kweli kweli. Nikamwambia yapotee wewe bwege nini? Nisijika kufanya kitu kibaya bwana. Nikaishangaza dunia sasa hivi. Kwa mshikaji yule bwana akaondoka akawa mnyonge. Unajua bro hata kama ukiwa ni mdogo alafu sister yako labda ni mkubwa, unaona anasimamishwa tu na watu. Ukija pale hata kama ukawa na mwili kadogo, ukiwa na mamlaka ya kufoka, yule mtu lazima ataogopa tu. Kwa yule mshikaji akaondoka. Nikamwambia Nasi, hebu kavae na wewe. Basi kakakimbia haraka kakaenda kuvaa. Mimi sikutoka sasa, nikanamgoja pale pale.
Alipotoka nikaenda naye mpaka sehemu ya kubadilisha nguo za kiume, nikamwacha nje na kisha mimi nikaingia, nikavaa haraka nikatoka. Nilimshika mkono mpaka tulipokuwa tumepaki gari tukaingia. Na kabla yote nilimuuliza yule jamaa alikuwa anamwambia kitu gani. Alafu nilikuwa naongea kwa ukali. Basi nikaona sasa Nasi anaanza kuniogopa. Yaani mpaka kigugumizi kama akawa amepata. Nikamwambia hebu nyamaza kwanza. Haya, ongea tena. Maana hapo niliona kama vile neno limemkwama, yani kama mpaka kigugumizi kidogo kimemkamata. Basi akanyamaza na kisha akawa sasa akaniambia kwamba alikuwa anaomba namba za simu. Mimi nikamwambia simu sina. Nikamwambia mbona ulikuwa bado umesimama na yeye pale? Kwa nini wewe ulisimama? Hapana kaka, nilikuwa nataka kuondoka lakini alinizuia. Nikamwambia Nasi, si mind. Sipendi wewe kusimama na wanaume. Mwanaume yeyote yule akikusimamisha, sijui anaomba sijui, usisimame. Umenielewa? Ndio kaka, nimekuelewa. Hasa hapo nikaona kama Nasi ananiogopa sababu nilikuwa naongea kwa jazba. Unajua, yani mimi nilikuwa naongea kwa jazba, ni wivu. Unajua mtu akishakuwa na wivu, kwa nikamshika mkono nikamwambia Nasi, mimi nafanya hivi kwa sababu nataka wewe usome na utimize ndoto yako. Nadhani unanielewa. So uwe makini sana. Sawa? Sawa kaka, mimi nimekuelewa. Basi baada ya hapo sasa ndo nikawasha gari tukaanza kuelekea Mlimani City. Basi tukawa tunaongea tu kawaida na wala hata hapakuwa na wili hofu tena, yani hakuwa ananiogopa mimi tena. Nikafika naye pale Mlimani City. Nilimchukulia kuku zake alizotaka, nikamchukulia ice cream za kutosha na nilimbebea nguo nyingi tu. Kwa alinishukuru sana kusema ukweli. Nikamwambia usiwaze, wewe ni wangu bwana. Basi kaka kanacheka kenyewe. Nyie mtoto ananimaliza nyinyi. Yeye akicheka hivi na vishimo vyake umadimples. Sikuelewa Mungu kamnyima nini na Seku. Unajua kuna mwanamke unamtazama unaona ni mzuri alafu kuna yule mwanamke ana kasoro fulani. Lakini kila kitu alichonacho na Seku amekamilika. Baada hapo sasa mimi nikarudi naye nyumbani sasa. Basi tulipofika pale akabeba vitu vyake akaenda zake kumuonesha mama. Sasa je, kama ningekuwa nimemnunulia nguo ya ndani ingekuwaje? Kwa angeenda kumuonesha bi mkubwa kwamba kaka kanunulia nguo ya ndani. Ila nikamwacha kwa sababu ana furaha, nisije nikamharibia furaha yake. Anamsimulia mama mambo ambayo tumefanya huko beach na nini. Mimi nikamsalimia mama kisha nikaingia zangu chumbani kwangu. Hii siku bwana nilikuwa na upwiru asikwambie mtu. Alikuwa hivi siwezi kulala bila asiwezi kabisa kulala bila kulala. Nikampigia pale Tina sex wangu. Nikamwomba nitoke naye. Akaniambia sawa. Tina katai. Tina galibovu. Yaani muda wote naliendesha muda ambao mimi nataka. Na sikutaka mambo mengi. Nikajiandaa chap kisha nikatoka zangu. Nilimkuta na Seku amekaa na mama wanaongea. Nikasema mama, mimi natoka kidogo narudi kesho. Mama akasema jamani, ungoje hata chakula. Nikamwambia mama, nitakula huko kunako kwenda, ni issue zangu za umuhimu sana. Haya sawa. Nikamwambia na Seku, nitakuona kesho sawa? Haya kaka, hamna shida. Nikasema okay poa. Huyo nikaondoka zangu shwa. Hapo nilienda kumchukua Tina na kisha nikasepa naye kwa ajili ya kwenda hostel. Hamu zangu zote alikuwa amezipandisha na Seku. Nikaenda kuzimaliza kwa Tina. Nilitembea na Tina kweli kweli huku nikiwa navuta picha na Seku. Yaani miguno anaotoa Tina nilikuwa na assume kama ndo anatoa na Seku. Wallahi swafichi. Nilichanganyikiwa. Mwanaume mimi nilichanganyikiwa kweli kweli. Nilivyoridhika ndo nikamwacha Tina. Tina kaniuliza, hivi na Seku ni nani? Hapo mimi nikashtuka. Hapo nikajiuliza, huyu kamjuaje na Seku? Nikamuuliza, wewe Tina, wewe umemjuaje na Seku? Si ulikuwa unamtaja hapa wakati tunafanya ile tendo. Yaani unanifanya mimi alafu unamtaja na Seku. Hivi ni kweli Alvin? Nikasema mimi simjui na Seku. Labda nilikuwa naropoka tu kwa utamu wa penzi lako, unajua. Hapo Tina alinikata kwa jicho kali na kisha kavaa kaondoka kwa hasira. Alikuwa amekasirika. Kiukweli nauma ujue. Yaani imagine uko na mwanaume wako mnafanya lile tendo. Alafu labda wewe unaitwa mtu fulani akataja jina la mwanamke mwingine. Hata ungekuwa ungemind. Hata wewe mwanaume uko unafanya tendo na mpenzi wako. Afu yule mpenzi wako wa kike anataja jina la mwanaume mwingine huko. Huo ugomvi wake huo ndugu yangu sio nchi.
Lakini mimi sikujali kwa Tina kukasirika. Cha muhimu mimi tayari nimeshakidhi haja zangu. Kwa hiyo hata kama kinuna fresh tu. Afu binti mwenyewe sio kama ndo vile, ni kama sio ndo vile, ni sio kama nilikuwa ndo namuelewa, hamna. Kwa nikajipumzisha zangu pale. Asubuhi sikurudi nyumbani. Nikarudi zangu chuo. Kwa sikwenda nyumbani kama wiki hivi, niliamua tu kukata kama wiki sikwenda nyumbani. Ila nilikuwa kila siku naongea na Sieku kwa kutumia simu ya mama. Najifanya namsisitiza sana asome. Kumbe nampenda tu, ila kuongea naye ndo noma. Na nilikuwa namkataza sana asitoke. Yaani akawa analitikia tu kukubali kwa kila kitu ambacho namwambia. Basi na mimi ndo nikawa naendelea na ratiba zangu. Ila nilikuwa nikipata muda lazima nikamuone. Na nikimuona nilikuwa namtoa out. Basi mama hakuwahi kunitilia shaka kabisa. Na nahisi alizani kwamba ni mapenzi ya kaka kwa mdogo wake. Kumbe mimi nampenda na Sieku kweli, yani nampenda sana. Sasa bwana, mwezi ukapita na Sieku ilibidi sasa arudi shule. Siku ya kumfanyia shopping ya shule alienda na mama. Ila kumpeleka shule nilimwambia mama mimi nitampeleka mimi, wala hata usijisumbue. Mama akasema okay, sawa. Basi kweli mama alimfanyia shopping nzuri tu ya maana. Na kesho yake asubuhi sana nilienda kumfuata na Sieku kumpeleka shule. Nilimkuta ameshajiandaa, alivaa track zake za shule. Haisenyewe mtoto acha tu walimu wamtongoze, maana ni mtihani kwa kweli, hata ungekuwa wewe ndo mwalimu. Basi tukaanza pale safari na Sieku. Njiani na Sieku alikuwa ananihadithia jana shopping yake ilivyokuwa na mama. Yaani na Sieku anapenda sana kuongea jamani. Alafu anaga fridge yake bovu. Yaani utachomfanyia leo lazima akasimulie tu. Akanisimulia vitu vingi kweli. Nikaona huyu bado akili haijamkomaa, maskini ya Mungu. Alafu mchizi ndo ameshanivuruga kinoma. Yaani hii likizo akienda mpaka kirudi ndo anakuwa amemaliza form 3. Ila nilipanga akifikisha miaka 18 tu mimi nammiliki, yani atake asitake. Mimi najali moyo wangu tu. Basi bwana, tukafika mpaka shuleni kwao. Alishusha vitu vyake na akaja rafiki yake kumpokea. Basi na Sieku akaniambia kaka, huyu ndo rafiki yangu anaitwa Diana. Nikasema okay sawa, nimefurahi kukuona. Diana kalikuwa kafupi, sio kama na Sieku, na wala hakuwa na mwili mkubwa, sio kama na Sieku wangu. Basi nikaenda kumkabidhi pale kwa walimu. Na kisha nikampa pesa kama pocket money ya matumizi yake, na nilimpa pesa nyingi na akasema kaka, mbona nyingi, nipe kidogo tu zinatosha. Nikamwambia kaa nazo hizo, utatumia kidogo. Hatutakutumia pesa tena, sawa, mpaka likizo nyingine itapokuja. Akasema okay sawa bro. Kisha huyu akaondoka zake kuelekea bwenini. Mimi nikaanza kuwatafuta pale walimu waliomtongoza, maana nakumbuka majina yao vizuri sana. Nikaoneshwa mmoja anaitwa Mwalimu Mahimu sijui. Nikasa na huyo alikuwa ni kijana tu, hata sio mkubwa. Nikamsalimia kisha nikamwambia bwana, mimi ni kakake na Sieku. Karibu sana bwana kaka. Mimi ndo mwalimu wa darasa nalosoma na Sieku. Nikamuuliza, akamwambia kwa hiyo kama ndo mwalimu wa darasa ndo mnafundishwa kutongoza wanafunzi, sio maana yake? Umeona kama yule bado ni binti mdogo tena mwenye ndoto zake? Aisee, nisikilize bro, nitakuzingua. Mdogo wangu ameniambia kwamba umemtongoza na amekukataa na ukao unamchapa sana fimbo. Sasa nisikilize. Nisikilize vizuri. Nitakuharibia bro. Nitapeleka hizo taarifa kwa mwalimu wako mkuu. Sawa Na naweza nikapeleka hizo taarifa pia kituo cha polisi. Sasa hapo nikamwona huyu mwalimu huyu kapoa sasa, kawa mnyonge na wala hata kukataa. Akaniambia basi bwana kaka, unajua sisi sote wanaume tusitiriane bwana, tusiharibiane. Mimi nitajirekebisha na acha kabisa upuuzi, unajua. Nikamwambia yani wewe yani wewe shukuru tu na Mungu ndugu yangu. Nitaka nikupiga hata ngumi, maana ulikuwa hadi unamchapa sana. Sasa sikia, naondoka. Ila nikizisikia hizi taarifa yani sitaongea tena na wewe. Na umwambie ujumbe wangu huu. Na huyo mpumbavu mwenzio anaitwa Mwalimu Longino sijui Longido. Maana hapa leo nimeambiwa hajaja. Na amefanya kama ulichokifanya wewe. Ila leo hayupo. Kwaherini. Hapo nikasimama kisha huyo nikasipa zangu. Basi nikarudi chuo kwa ajili ya kuendelea na ratiba zangu za maisha tu. Na final mimi niliweza kumaliza chuo bwana. Nilipomaliza chuo mzee akaniongezea msingi. Nikafungua duka kubwa lingine la simu Kariakoo. Nikawa ndo na kasa sasa mwenyewe. Japo kuna wafanyakazi wengine ambao wananisaidia. Kwa sasa nikawa na maduka ya simu 3. Nikajiwekeza kwenye biashara zingine na hususan kama hizi biashara za wakala. Nilifungua wakala, tena sio wakala tu kawaida, wakala mkubwa mno. Mpaka miamala ya kibenki pia. Zote nikawa
zinafanyika. Sikutaka kuishi nyumbani tena kusema ukweli. Nilipanga nyumba nzima maeneo ya Goba. Nilipanga nyumba kali vibaya mno, maana mimi napenda kuishi sehemu nzuri kusema ukweli. Nilikuwa nalipia milioni 4 kwa mwezi, imagine. Ndio utajua kabisa hiyo nyumba ilikuwa ina ukali kiasi gani. Alafu sikuona kama inasumbua hiyo milioni 4 kwa mwezi. Na pia nilishanunua kiwanja Kigamboni, maeneo ya Geza huko, nikawa naanza ujenzi taratibu, maana nilitaka kuachia nyumba ya maana kusema ukweli. Ndoto zangu na akili zangu na moyo wangu ni kwamba mimi lazima nitamuoa Nasieku. Na hakuna cha kuweza kunizuia. Hata yeye mwenyewe hawezi kunizuia, maana ninavyompenda sio poa. Basi bwana, nikaanza pale kupambana na maisha. Pambana na maisha na pilika kama zote na mara nyingi nilikuwa nasafiri sana kwenda China, naenda kufuata mzigo, na hapo wanawake ninao kama wote, sikwambia mtu. Wanawake wa kutuliza tu hamu. Mimi sikosi, nakosaje sasa kwa mfano? Ila Tina ni kama tuliachana, maana hakunitafuta na mimi sikumtafuta tena. Basi bwana, nakumbuka ilipita kama miezi 6 tena. Nasieku alirudi tena likizo. Nakumbuka hii likizo nilikuwa niko dukani kwangu, alafu nikaona gari ya bi mkubwa ilikuwa imepaki nje. Nikaona leo mama kaja kunisalimia, maana na yeye ana maduka yake mengi tu huko Kariakoo. Sinaona bwana kashuka na Nasieku bwana. Nilitamani niinuke pale nikamkumbatia, ila nilijikaza. Alafu kila akiendaga shule akirudi huwa anakuwa amepungua sana, sijui ni masomo yanakuwa ni magumu. Basi wakaingia ndani. Mama akasema, "Haya, nimekuletea mdogo wako." Mimi nikatabasamu nikamwambia, "Karudi lini?" Mama akaniambia, "Tangia mbona juzi." Nikasema, "Sasa mbona hamjaniambia mama?" "Sasa ningekuja tu kumuona." Mimi nilitaka nikapumzike, maana ungeanza kumzungusha tu mjini hapa." Sasa mama aliposema hivyo nikacheka, nikasema, "Nasieku, hujambo?" "Jambo kaka, shikamoo." Nikamwambia, "Marahaba, vipi za shule?" "Nzuri tu kaka." Nikamwambia, "Okay poa, karibu mdogo wangu." Mama akasema, "Tena umpe simu mdogo wako, ni mkubwa sasa." Nikasema, "Hapana mama, huyu bado bwana kuwa na simu." Nimpe simu aanze kuchati na wanaume? Labda sio mimi." Mama akasema, "Wewe ulianza kutumia simu form 2 jamani. Huyu Nasi nao ni mkubwa. Akienda tena shule manake ni kwamba anakuwa form 4." Nikamwambia, "Mama, huyu ni binti, afu mimi ni wa kiume. Hatumii simu mpaka amalize form 6." Haya bwana. Na siku mwenyewe alibaki tu huko kimya. Mama akasema, "Namwacha basi hapa, mimi nitakuja kumchukua jioni." Nikasema, "Okay sawa mama." Basi mama kaondoka, kamwacha Nasieku pale. Nikamugizia pale chakula, akawa anakula na mimi nikawa niko busy na wateja. Alipomaliza kula akasema, "Kaka, nimeshiba, asante." Nikamwambia, "Njoo hapa nikufundishe biashara." Yeye akawa anacheka tu, "Mimi siwezi kaka." Nikamwambia, "Njoo hapa." Basi akaja pale nilipo, akakaa kwa pembeni, nikamuuliza pale, nikamwambia, "Vipi wale walimu walikutongoza tena?" Hapo Nasieku sasa alitikisa kichwa kukataa kwamba hapana. Nikamwambia, "Okay sawa." Nikamwambia, "Kuna mwingine pia alikutongoza?" "Hamna kaka." Nikasema, "Okay poa." Basi kuanzia sasa hapo nikawa niko busy na kazi. Yeye akakaa pembeni mpaka mida ya jioni hivi. Nikawaacha pale vijana wangu, nikamwambia tuenzetu Mlimani City tukachukue kuku. "Vipi kwani hujazimisi?" "Nimezimisi kaka, tena sana tu." Nikamwambia, "Okay sawa, hamna shida, tuenzetu." Basi mimi nikaenda naye mpaka Mlimani City. Nilimchukulia pale kuku, tukawa tunakula huku tunaongea. Nikamuuliza, "Nao umekuwa mtu wangapi?" "Nimekuwa mtu wa 4 kaka." Nikamwambia, "Kwa nini watatu wamekupita?" "Kwa nini watu watatu wakupita?" Hapo Nasieku akakaa kimya. Nikamwambia, "Nataka uwe wa kwanza. Temu ijayo ufanye vizuri, sawa?" Akasema, "Sawa kaka, nitakuwa wa kwanza." Basi nikaongea naye tu sana pale. Mama akanipigia simu akasema, "Mbona nimempitia Nasieku dukani, mmeshaondoka?" Nikamwambia, "Nimemleta huku maeneo fulani hivi mama." Sawa basi." Kwa tukala pale sana tu kuku. Nasieku mpaka alipoweza kuridhika ndo nikamrudisha nyumbani. Na mimi wala hata sikukaa sana, nikarudi zangu nyumbani kwangu. Basi bwana, hiyo likizo yote nilikuwa nikipata tu time kidogo lazima nitoke naye. Pale dukani nilikuwa spendi aje ashinde, maana mimi nina wivu sana. Na nyumbani namwambia kabisa sitaki azurule, labda atoke tu na mama. Nasieku alikuwa ananivuruga nyinyi. Mpaka kamaliza likizo yake akarudi tena shule. Mimi nikiwa naendelea zangu kupambana na maisha yangu. Na biashara zangu zilikuwa zinaenda sana tu, na nilikuwa nina jina kubwa tu sana kwenye upande wa uuzaji wa simu Kariakoo. Maana mimi nilikuwa nauza simu OG na sio fake kabisa. Basi bwana, ikiwa kila likizo akirudi na mbana sana kusema ukweli. Na mama alikuwa anasema tumpe simu achangamke, ila niligoma. Nilisema ataribika, ngoja kwanza akue. Basi mama akawa ananisikiliza mimi. Mpaka Nasi akamaliza kidato cha 4. Mama alipanga tumfanyie sherehe kubwa mno ya kumaliza kidato cha 4. Ila mimi nikasema iwe tu party ndogo tu ya kawaida. Na tuwe wenyewe tu na washikaji. Basi mama akakubali pale, na kweli hii siku Nasieku
tukamfanyia party ya kumaliza kidato cha 4. Mama alimpeleka saluni akafanyiwa pale makeup nzuri na alivaa gauni refu, ila lilimchola umbo lake tena sana tu. Yaani alipendeza na shindwa hata kuelezea. Mama alialika pale marafiki zake na baadhi ya ndugu kidogo, nami nilialika pale washikaji zangu. Yaani party ilichangamka tu. Japo hatakuwa wengi, ila party ilichangamka. Aisee, Nasieku aliwaka sana. Mpaka mshikaji wangu mmoja ndo nilikuwa naye anaitwa Dominic. Oya, yule ndo mwanamke ulioniambia kwamba unamgoja? Nikasema ya. Oya muai kaka. Huyu atachukuliwa siku yoyote ile. Nikasema yule ni mdogo lakini ana umbo kubwa tu. Wewe siku hizi watu hawajali udogo. Atachukuliwa huko hapa ndugu yangu. Nikaona hii kweli. Kama kashamaliza form 4 lazima niongee naye Nasieku ili ajue kilichopo ndani ya moyo wangu. Katika ile party Nasieku alikuwa ana raha sana. Yaani alikuwa kwenye mood nzuri. Alimshukuru sana mama kwa alipomtoa mpaka kuja hapa na amepata elimu mpaka amemaliza kidato cha 4, na pia alimshukuru mno baba. Na wala hakunisahau. Alinishukuru pia, nilijisikia raha vibaya mno. Yaani Nasieku bwana alimshukuru kila mtu. Mpaka akawa analia. Mama ndo akaenda pale kumbembeleza, akawa anamkataza kwamba hii ni sherehe. Sherehe yako usijaribu. Aisee, kusema ulikuwa sipendi kumuona Nasieku analia. Kabisa. Nahisi kama vile alikumbuka mbali au maybe huko alipotoka au sijui alikumbuka wazazi wake. Sijui, lakini sikupenda kumuona vile anavolia. Basi alijikaza tu na kisha tukaendelea na party. Tulienjoy naye kwa pamoja na tulikunywa naye kwa pamoja mpaka majira saa 5 za usiku tukawa tumeshamaliza ile party. Na kila mtu akatawanyika. Nikamwaga pale Nasieku na kisha nikamwambia kesho nitakuja kukuchukua. Kuna sehemu twende. Akasema sawa kaka. Hapa Nasieku kidogo akili sasa ipo, maana alikuwa na miaka 18 kasoro hivi. Na kila anavyozidi kukua ndo anazidi kuwa mzuri zaidi. Nikaona nifuate ushauri wa rafiki yangu Dominic kwamba huyu inatakiwa nimwambie mapema kilichopo moyoni mwangu. Maana siwezi kumchunga muda wote. Huyu ni mtoto wa kike, mimi nisije nikamkosa. Basi nikarudi zangu home, nikakoga pale nikapumzika zangu. Kesho yake mama alinipigia. Akasema mdogo wako amesema kumbe leo mnamtoka, unampeleka wapi? Mimi nikacheka mama nataka tu niende naye beach mara moja. Sawa. Maana nataka nimpeleke akaanze masomo ya pre-form 5. Japo majibu hayajatoka ila tunajua hawezi kuniangusha, lazima atafaulu. Nikamwambia sawa mama. Ila ungempata hata wiki kwanza pumzike. Mama kaniambia sawa kama ndio hivyo. Nikamwambia basi poa, nitakuja kumfuata majira jioni saa 10. Mama kaniambia okay sawa. Mimi nilienda kwanza job. Nilipotoka sasa ndo nikaenda nyumbani kumchukua Nasieku. Kweli nilimkuta pale alikuwa ameshajiandaa, alivaa gauni fupi ya kumwaga ila alikuwa amewaka. Kwanza Nasieku alikuwa na damu ya nguo. Hata kivaa nini sijui huyu mtoto alikuwa anawaka tu jamani. Basi nikaondoka naye mpaka kwangu. Nilitaka tukae sehemu ambayo tutatulia mimi na yeye na tutaelewana. Basi bwana mimi nikaenda naye mpaka Goba. Nasieku aliniuliza kaka hapa kwa nani? Mbona niko zuri? Nikamwambia hapa ni kwangu. Kumbe unakaa hapa kaka? Nikamwambia ni pazuri. Basi kweli nilimshika pale mkono mpaka sebleni. Nilimkaribisha vizuri tu na kisha nikampa juisi anywe. Akawa anakunywa. Mimi nikaenda chumbani kubadili nguo, nikatoka nimevaa pensi nyeusi pamoja na t-shirt nyeusi. Nilikuwa nimewaka kinoma kinyama hizo nimependeza, na kisha ndo nikamsogelea Nasieku. Mimi wala hata sikumuonea aibu hata kidogo. Nikamwambia Nasieku, kuna kitu mimi nataka kukuambia. Hapo Nasieku kwanza akaeka juisi mezani, kisha akaniambia ndio kaka. Nakusikiliza. Nikamwambia Nasieku, so unajua sisi hatuna undugu wa kuzaliwa. Ule undugu atoka nitoke. Ndio kaka najua. Bwana Nasieku mimi nakupenda sana. Tena sikupendi kwamba wewe ni mdogo wangu, no. Nakupenda kwa mapenzi, yaani nataka uwe mke wangu baadaye hapo nikuoe kabisa. Yaani nakupenda naye. Naye sijui Nasieku nakupenda. Na nimekupenda muda mrefu sana. Ila ulikuwa bado mdogo nikaona nikungoje. Ila nimehisi sasa ni muda mwafaka wa wewe kujua hisia zangu. Tafadhali Nasi, naomba kuwa na wewe kwenye mahusiano. Nakupenda sana mwenzio. Yaani nikilala hivi nakuota. Nikinywa maji nakuona kwenye glasi. Moyo wangu kila muda unadunda. Kila saa, kila mshahara dakika unavyotembea. Ukidunda hivi basi ni jina lako tu, Nasieku, Nasieku, Nasieku.
silali nikapumua vizuri. Nakupenda. Tena nakupenda sana. Upendo wangu kwako unawazidi hata mashabiki wa Anko J wanaompenda Anko J. Maana mashabiki wa Anko J ndio wanajifanya kumpenda sana Anko J. Wana upendo sana na Anko J. Kwa sababu anawapa simulizi kila siku. Lakini mimi na Seku nakupenda zaidi ya wao wanavyompenda Anko J. Mimi nakupenda more. Sasa hapo namsaundisha huyu bidada na Seku, hasa nikawa nawaza, atakubali kweli? Kwanza na Seku aliniangalia tu. Unajua hata kunijibu, sijui alikuwa anafikiria kitu gani, hata simuelewi. Nikamwambia na Seku, nielewe basi. Please nakuomba. Yaani mimi nimekufa nyanga. Inapasa hata ukiukata moyo wangu chwa. Ni wewe tu na Seku. Unajua kabisa mimi hivyo tuwe pamoja, tutengeneze maisha. Nakuelewa, nakupenda, mimi nakuoa, yaani kweli mimi nakuoa kabisa. Sipo tayari kwa hilo. Nye, moyo wangu lizi kama umechanwa na kisu, wallahi nakwambia. Yaani jinsi ninavyompenda huyu mwanamke, alafu leo hii ananiambia yuko tayari. Tena very simple, easy yani. Ataniua huyu ndugu yenu. Nikamwambia nasi, kwa nini? Kwa nini unipendi? Wewe ni kakaangu. Siwezi kuwa nawe katika mahusiano ya hivyo. Mama mimi kanisaidia na kanitoa mbali. Je, akisikia tunafanya hivyo unavyotaka wewe, atajisikia vibaya. Sihitaji kumuumiza mama. Sikiliza na Seku, kusikiliza. Hebu unielewe basi. Ni moyo wangu ndio umekupenda na Seku. Mimi sijakutamani. Mimi naweza nisikuguse. Ila cha muhimu ni wewe tu unihakikishie kwamba wewe ni wa kwangu. Please na Seku. Nielewe. Kaka, haiwezekani. Usinilazimishe, wewe ni kakaangu na nakuheshimu hivyo. Acha ibaki kwa hivyo. Lo, nye, nilipiga mpaka magoti. Mwanaume nikamwambia kabisa, bwana sikiliza na Seku, sikia. Niambie unataka nini ili tuwe pamoja. Na Seku, utaniua. Mama mimi nakupenda. Na nimekungoja kwa miaka 2 nikiamini kabisa ukimaliza kusoma tu mimi nitakuwa na wewe. Na Seku, usifanye hivyo mama. Mimi nakuhitaji sana kuliko kitu chochote, tafadhali naomba tuliongee hili swala na tulimalize. Yaani mimi niko tayari. Yaani hata kama unapenda simulizi za Anko J, mimi naenda kuibeba ile VIP yenyewe yote nakupa wewe na Seku. Ili mradi tuwe wangu na kuomba. Kaka, naomba nirudishe nyumbani. Mimi sitaki hiko unachoniambia, na ukiendelea nitamwambia mama. Tume. Nilikaa pale chini nikiwa hata nguvu sina. Yaani hapo ndo ulipokuja ule wimbo wa Mbosso, naishiwa power. Power. Naishiwa power. Nilishiwa power, msikilizaji. Alafu muda huo yeye na Seku alikuwa amekaa pembeni. Kanuna hatari. Nikaona ngoja kwa nimwache huyo. Hawezi kunielewa kwa haraka. Labda nimwambie kila siku niwe namkumbusha. Huenda atanielewa. Nikamwambia na Seku, kwa hiyo hunitaki kabisa mimi mwenzio, si ndio? Akaniambia ndio, alafu mimi bado ni mdogo. Nina ndoto zangu sijazifikia bado. Mimi kwa sasa sitaki mahusiano mpaka nifikie ndoto zangu. Lo, huyu mtoto ataniua. Nikamwambia okay, poa basi. Ngoja niheshimu ulichokitaka. Sawa. Hapo akawa amenuna kabisa. Akawa anadai kwamba nimrudishe nyumbani. Nikasema okay, poa. Na kweli nikamrudisha nyumbani. Njia nzima nilikuwa nimenuna na mind yani. Na wala hakuwa ananiongelesha kabisa. Kama kaida yake nikajua tu huyu kachukia. Ila ataelewa tu. Basi nilipomfikisha nyumbani, kabla hata sijamshusha nikamshika mkono wake, nikambusu. Nikamwambia nakupenda sana. Hapo nikaona ameuvuta mkono wake motoa, kisha akashuka kwenye gari, akaingia ndani. Na mimi nikaingia ndani, ila sikumkuta mama. Sikukaa, nikasepa, nikaondoka. Swala la kukataliwa na Seku liliniuma vibaya mno. Yaani sana. Kwanza sikuwahi kukataliwa mimi kwenye maisha yangu. Kwanza wanawake mimi ndo wananifuata wao wenyewe. Yaani mimi ndo sukari ya warembo.
Halafu yeye ndo kunikataa mimi. Nyie mnajua maumivu jinsi yalivyo. Nikaona okay, ngoja nijipe muda. Basi bwana, kuanzia hapo Naseko akawa ananikwepa sana. Hasa nikienda pale nyumbani anakuwa yuko busy na kazi zake. Hata kama nikienda kumgongea mlango wa chumbani kwake, akijua tu kwamba ni mimi mlango afungui. Nikaona kanikazia. Ila lazima nitampata tu. Labda Miss Alvin. Sasa nikiwa napata chance ya kuwa naye, siache kumwambia kuwa nampenda. Lakini Naseko bado still aliendelea kushikilia msimamo wake kwamba hanitaki. Ila ananiona mimi kama kaka yake. Alisema alikuwa ananikwaza ise. Alikuwa ananikwaza sana. Ila sasa sikuwa na jinsi. Basi bwana, siku hiyo nikaenda zangu home. Nilimkuta Naseko yuko sebuleni, alikuwa anaangalia movie. Alivyoniona akataka kuondoka. Nilimshika mkono nikamwambia Naseko, "Kwa hiyo unanichukia hivyo mpaka utaki tena kuniona kwenye maisha yako?" "Sikuchuki kaka. Ila sipendi unachoniambia." "Je, nikiacha kukuambia hiki ninachokuambia, kwa tutarudi kwa marafiki kama mwanzo?" "Ndio kaka." "Okay poa. Nimeacha basi tuendelee kuwa marafiki. Tuendelee kuwa kaka na dada kama mwanzo." "Sawa kaka." Msikilizaji, na kweli hii siku nilitoka naye out. Nikampeleka Masaki kwenye hoteli moja vizuri sana kupata lunch. Niliongea sana na Naseko na akaniambia, "Kaka, usiwe unaniambia vile, sio vizuri. Mama akijua atajisikia vibaya, sio sawa." Hivi ananiambia nini huyu binti huyu? Yaani anataka akawe na washikaji wengine huko. Wewe mimi sikubali. Wallahi mimi nakwambia, sikubali. Yeye ananichukuliaje? Huyu vipi? Unajua nikaa nimemvungia kama mwezi hivi. Sikumwambia tena kuwa nampenda. Sikumwambia tena kuwa namhitaji. Nikienda home ananichangamkia vizuri tu. Mpaka matokeo yake yalipotoka bwana, akapata division 1. Aisee, ilikuwa ni furaha kubwa mno kwa familia na hata mimi pia nilifurahi kusema kweli. Na tukampongeza sana. Mama akasema namwaminia sana huyu binti. Najua atafikia ndoto zake. Basi Naseko alisema ni kweli mama, napambana mpaka nifikie ndoto zangu. Hata baba pia unajua alifurahi sana. Alimpongeza sana Naseko kwa matokeo mazuri. Basi hii siku niliomba kumtoa dina Naseko. Yaani na chakula cha usiku. Na wazazi wakakubali. Hawakuwa na shaka kabisa. Ila kichwani nilikuwa nimeplani, yani nilikuwa na plani nyingine sasa. Plani yangu hapo ilikuwa huyu binti kabla hajaenda shule, sikubali. Lazima nilale naye kwanza mimi. Lazima. Kwa hiyo siku sasa nikawa na plani yangu. Basi bwana, akajiandaa pale na kwambia alijiandaa kwa bashasha lote. Alivaa gauni lake fupi, alafu ni la kubana jeupe. Aliwaka kweli kweli. Mpaka mama alimsifia kwa kupendeza. Basi mimi nikamchukua nikaanza kuondoka naye. Nilipanga niende naye Johari Rontana Hotel iliyopo Posta. Basi nikiwa na drive tunaelekea huko, akawa ananisimulia jinsi mitihani ya NECTA, mitihani ambayo aliyoifanya jinsi ilivyokuwa. Aliona ni mwepesi kwake na ndio maana amefaulu vizuri mno. Yaani story zake tu. Mimi kwa muda huo akili ilikuwa inawaza mambo mengine kabisa. Nilikuwa nasema huyu lazima leo, huyu mimi lazima nimle. Yaani lazima nitembe naye atake asitake kudadiki zake. Basi kweli bwana, mpaka saa 2 usiku tukawa tumefika kwenye hiyo hoteli. Nikaagiza pale chakula kizito, tukawa tunakula huku tunapiga story sana tu. Yaani tunaongea mno. Na story kama zote. Tulikaa pale mpaka majira ya saa 5. Nikamwambia tuende nyumbani basi. Akasema sawa, tukapanda katika gari. Na hisi alikuwa amechoka, akalala kabisa. Basi mimi nikampigia mama. Nikamwambia mama, nitamleta kesho Naseko. Nimechoka sana, nitaenda kulala naye kwangu. Mama akasema sawa, hamna shida. Si mama ananiamini sana kwamba mimi siwezi kumfanya chochote kibaya Naseko, lakini hii siku mimi shetani tayari alikuwa ameshanivamia. Tena shetani alinisimamia kisawa sawa. Sasa niacheni tu. Basi bwana, mimi nikampeleka mpaka kwangu. Ndio nikamshtua, akasema kaka, mbona kwako hapa? Nikamwambia tunalala hapa Naseko. Kesho nitakurudisha nyumbani, nimechoka sana. Alafu Mbweni mbali sana saa hizi. Akasema sawa kaka. Basi akashuka kwenye gari na mimi nikashuka, na kisha nikamshika mkono, wala hata kuwa na shaka na maskini ya Mungu. Nikampeleka mpaka chumbani kwangu. Nikamweka kitandani na kisha nami nikakaa pale. Nikaona kama vile amepata hofu. Akaniambia, "Kwani kaka tunalala kitanda kimoja?" Nikamwambia ndio. "Kwani mimi si kakako? Kuna shida gani? Tulale tu." "Hapana kaka, si sawa. Mimi sihitaji." Sasa hapa akataka kunyanyuka. Nikamvuta karudi tena kitandani. Nikamsogelea nikamwambia, "Sikiliza sana nasi. Usinione nimekaa kimya, mimi bado nakupenda sana.
na leo nimepanga tufungue penzi letu rasmi. Kaka, kwani si nilishakwambia sitaki? Mimi sitaki, na ukinifanyia chochote nitaenda kumwambia mama. Sasa hapo mimi muda huo akili ilikuwa imeshahama. Hata kama kimwambia mama ni sawa tu. Cha umuhimu mimi kwanza nifanyaje? Nitimize lengo langu. Nikamsogelea, nikataka pale kumbusa, akakwepesha. Nikaona uko serious hutaki kunipa? Sasa nikambana kwa nguvu, nikaanza pale kumlazimisha. Akawa hataki, ila mimi sikumjali wala nini. Nikampiga pale busu. Nilipotosheka nikamwachia. Nikamwona analia. Huko anasema unanumiza, niache tafadhali, unanumiza. Kaka nisamee basi, naomba niache kaka, usifanye hivyo. Kiukweli alilalamika sana. Ila mimi tayari shetani alishaniingia. Bana, msikilizaji, mnataka kujua kama mshikaji atafanikiwa hii dhamira yake ambayo anadai ya kwamba shetani alishamuingia, kwamba amedhamiria kumfanyia hiko kitendo huyu binti Nasieku? Hebu tuungane katika sehemu ya pili tupate kujua nini hasa kilichoweza kuendelea. Mimi naitwa Uncle J. Mzigo umetayarishwa na kuandaliwa na Habiba Mara Moja. Asante sana kwa time yako, lakini kwa sasa niseme kwaheri. Bana, huu ni mzigo mpya, utakuwa na episode 3 tu. Yaani ya kwanza, ya pili, ya tatu tunakuwa tumemaliza. Ni simulizi fupi tu. Lakini je, nini hasa kilichoendelea hapo chumbani? Basi tukutane katika sehemu ya pili. Bye bye.